Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, na kwa sasa imekuwa ikifanya jitihada tofauti za kuangalia namna ambavyo tunaweza tukakabiliana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Tunafahamu siasa na mazingira ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Ili uweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia uweze kukabiliana na ongezeko la joto, ni muhimu sana ukawa umejiandaa kisheria, kisera na kisiasa pia. Sasa kwenye kulitazama hilo, leo tutakuwa tunaangalia siasa na mazingira. Na leo ninaye mdau wa mazingira ambaye ni mwenyekiti wa Youth Survival Organization, Bwana Humphrey Mrema. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia ninaye mratibu wa miradi ya ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka asasi ya Umoja wa Mataifa UNA, Bwana Ali Mwamzola. Karibu sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, mimi naitwa Roman Shirima. Hii inaitwa Siasa Zetu. Labda tuanze kwako Bwana Mrema. Ndiyo. Unafikiri siasa na mazingira vina mahusiano gani? Siasa na mazingira vina mahusiano makubwa, tena ya moja kwa moja, kwa sababu kwenye maamuzi ya kisera, maamuzi ya nchi katika kumanage, kusimamia rasilimali za nchi na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, wanaotusaidia kufanya haya maamuzi ni wanasiasa. Hasa wakishirikiana kabisa na watunga sera pamoja na wataalamu mbalimbali kwenye sekta husika. Mfano sasa hivi tuna mradi tunaofanya kwa kushirikiana na taasisi kadhaa, ambapo tunawajengea uwezo viongozi wa kisiasa kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ili waweze kuweka hivi vipaumbele kwenye ilani za uchaguzi za mwaka 2025. Tayari tumeshakutana na baadhi ya wadau kwenye vyama fulani vya kisiasa ili kujaribu kuwajengea uwezo na waweze kutoa kipaumbele kwenye haya mambo, kwa sababu kwenye mipango yao ya kimaendeleo masuala ya mazingira lazima yawepo, na wanaoamua ni wanasiasa wenyewe. Naam. Unafikiri kama nchi tumefanikiwa kwa kiasi gani kuandaa sera nzuri ya mazingira? Hili huwa nawaambia watu, na nina ujasiri mkubwa wa kusema kwamba katika nchi Afrika ambazo tumejipambanua na tuna uwezo mkubwa sana katika upande wa kisera ni Tanzania. Okay. Yes, tuna sheria ya mazingira ya mwaka 2004, NEMA, National Environment Management Act, ambayo imefanywa marekebisho mwaka huu. Na marekebisho yale ni makubwa mno, ambao pengine mbeleni nitaelezea vitu gani vingine vimeongezeka katika marekebisho haya. Lakini pia tuna sera ya mazingira ya mwaka 2021, National Environment Policy. Pia tuna mkakati wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, tunaita NCCRS, National Climate Change Response Strategy, ya miaka 5, 2021-2026. Lakini pia tuna sera nyingine nzuri sana inaitwa National Environment Master Plan for Strategic Intervention, NEMPS, ya miaka 10, 2022-2032. Zote hizi zimejikita kwenye kuelezea jinsi gani ambavyo tutakabiliana na athari za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kisera, kimikoa, kiwilaya, kikata na kadhalika. Naam. Na katika kuandaa sasa hizi sera, wadau wanazingatiwa na kushirikishwa kwa kiwango gani? Wadau ambao ndio wanahusika moja kwa moja. Wadau wanashirikishwa kwa kiasi kikubwa, wadau wanashirikishwa, japokuwa changamoto kubwa tulionayo ni kwamba bado hatuna ile lugha ambayo inaweza ikaeleweka mpaka kwa wale watu wa chini kabisa. Kwa sababu mfumo tunaotumia kufikisha hii elimu na kuwashirikisha wadau, jinsi ambavyo tunaongea na walioko Dar es Salaam, tunataka tutumie mfumo huo tuongee na wahadzabe walioko Dodoma. Sasa kuna kinamna wanavyoipokea ni tofauti na vile wanavyotakiwa waipate. Kwa hiyo ndio changamoto, lakini kiujumla Tanzania sisi ni kinara kwenye swala zima la diplomasia ya mabadiliko ya tabia nchi, tunaita climate diplomacy, diplomasia ya mazingira. Hata mwaka jana tarehe 14 mwezi wa 5, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipewa fursa ya kukochea, ya kuwa mwenyekiti mwenza
wa mkutano wa nishati safi ya kupikia uliofanyika Paris, Ufaransa. Yes. Lakini pia kutokana na hilo mwaka huu tukapata fursa ya kuhosti, ya kuandaa mkutano mkubwa wa marais wa Afrika kuhusiana na masuala ya nishati uliofanyika tarehe 27 na 28 JNICC, ambao zaidi ya wakuu wa nchi 26 walikuwepo pamoja na wawakilishi wao. Yes. Kwa hiyo hii yote imejipambanua kwa sababu kama nchi tumejizatiti na tumejitahidi. Hata juzi nilikuwa namwambia mtu kwamba ile urban planning ya Dodoma wa Nigeria waliichukua, wameimplement Abuja. Unaona japokuwa Dodoma bado hapa wao walianza kabla yetu. Nani? Abuja. Yes. Na imekuwa implement, wakaenda kuimplement kabla yetu. Lakini hii yote inaonesha ni kwa kiasi gani ambavyo Tanzania kwenye upande wa policy framework tuko vizuri sana. Naam. Labda nije kwako Ali, unafikiri uelewa wa wananchi kwenye swala la mazingira ukoje? Naweza nikasema uelewa wa wananchi katika swala la mazingira upo vizuri kwa kiasi fulani. Tumeona kwamba kwa sasa hivi juhudi nyingi sana zinafanyika katika kuelimisha jamii kuhusu masuala zima ya mazingira. Tumeona kwamba juhudi ni nyingi sana na zinafanywa na kila mtu na makundi yote, kuanzia ngazi ya wanasiasa, kuanzia vyombo vya habari kama hivi vinavyotoa elimu hiyo, kuanzia influencers tofauti. Tumeona kwamba elimu inatoka kwa kiwango kikubwa sana. Naweza kusema hata champion namba 1 wa mazingira katika nchi hii ni Mheshimiwa Rais, ambaye tumeona kwamba ajenda hii ya mazingira ameibeba kindaki na kokote kule anapoenda naweza nikasema ameiweka mbele kabisa. Lakini pia bado naweza nikasema kwamba hatujaweza kufikia kutoa elimu kwa kiwango kile. Hasa katika ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kijiji na mitaa. Tumeona kwamba ni watu wa level fulani hapa juu ndo wanakuwa wana elimu ile juu ya mazingira na juu ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini kule chini bado tumeona kwamba nchi yetu zaidi ya 60% ya watu wanajihusisha katika masuala zima ya kilimo, lakini kilimo ni sekta iliyoathirika kwa kiwango kubwa sana katika issue nzima ya mabadiliko ya tabia nchi. Na hawa wananchi huku chini ni wao ambao wanaathirika pia kwa kiwango kubwa sana, lakini bado elimu haijafikia kutosha namna gani wanaweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa naweza kusema kwa upande fulani tumepiga juhudi kubwa, lakini pia kwa upande fulani kwa kufikisha ile elimu katika ngazi ya chini kabisa, ambapo kule ndo watu wanaathirika kiwango kikubwa bado sana. Na hii sasa ni kuangalia namna gani wadau tofauti tunaweza kukaa chini kushirikiana katika kutoa elimu hii. Lakini pia naona pale namna gani hao watu wanashirikishwa katika kutoa maoni, kutunga sheria, kutunga sera na vitu vingine. Katika mchakato wote ule wa kutunga sheria, kutunga sera unaanza katika ngazi ya chini sana. Sasa tuangalie katika ngazi za vijiji na mitaa hawa watu wanakuwa wanashirikishwa au hawashirikishwi. Muda mwingine unakuta watu wanashirikishwa, muda mwingine unakuta watu washirikishwi. Lakini pia wananchi muda mwingine vikao vinaitishwa kuanzia ngazi ya huko chini. Maana kuna sheria ndogo hizi za mitaa na vijiji tutunge katika bylaws. Na ushangaa pia raia nao hawatokei. Ambapo huko pia wangekuwa wanatokea basi wangeweza kufahamu vitu hivyo. Na kuna sababu kwa nini hawatokei. Kwa nini hawatokei? Hawa wana mazingira sio issue kwao. Ni issue kwao, lakini kuna issue mbili kama sio tatu. Cha kwanza huenda hawana taarifa sahihi kwamba vitu hivyo vinafanyika. Unakuta unamuuliza mwananchi kuna kitu hichi kinatokea na kuhafahamu kabisa. Lakini kingine labda hawaoni umuhimu wao kushiriki. Huenda wanatoa maoni yao, huenda wanashiriki, lakini wale wanasiasa hawafanyi kazi maoni na sauti zao. Kwa hiyo unakuta hata wakiitishwa tena waende wakatoa sheria, wakaende wakazungumze, waende wakatoa maoni, mtu anaona kwa nini niende kushiriki? Na huko hata nikitoa maoni yangu haendi kufanywa kazi. Kwa hiyo kuna upande hizo mbili. Watu hawana taarifa sahihi, hawana elimu sahihi, lakini huenda wanaenda lakini yale maoni yao yanakuwa hayafanyi kazi na inavyostahili na sheria na watunga sera. Unafikiri tumefanikiwa kiasi gani katika kutunga na kutekeleza sera zetu za mazingira? Tumefanikiwa vizuri, naweza kusema kama ndugu yangu Humphrey aliposema hapa, Tanzania we are very good. Tupo vizuri sana katika sera. Ukiuliza sera gani tunayo, ukiuliza kitu gani hichi tunacho. Lakini nao katika kutekeleza sasa hapo kidogo kuna changamoto. Kuna baadhi ya sera tumeona kwamba zimeweza kutekelezwa vizuri sana. Sheria ya mazingira, sera ya mazingira mwaka 2021 ni sera changa kabisa ya mwaka 2020, miaka kama 4 sasa hivi. Tumeona lakini imeweza kufanywa kazi kwa kiwango
kikubwa sana. Lakini pia tumeona kwamba hata juzi tu hapa recently kama serikali imetoa tamko taasisi zote za serikali kuacha kutumia kwa mfano kuni katika mfano kupikia kuanzia mashuleni, gerezani na wapi. Naona ni sera na vitu ambavyo vinatekelezwa, lakini bado pia kwa kiwango kikubwa sana naweza ngasema bado hatujafikia level hili ya kutekeleza. Na hii sasa inapokuja katika ngazi zima la kisiasa, kisiasa naweza nikasemaje, bado inabidi tuwashikilie accountable wanasiasa wetu au watunga sera wetu. Lazima tuweze kuwashika, waweze kuwajibika na vile vitu ambavyo wanaenda kuvisema. Tunatunga sera nzuri, tunafanya maamuzi mazuri, lakini utekelezaji unakuwa changamoto. Kwa hiyo inabidi tuweze kuwashikilia accountable hawa watunga sera, hawa wanasiasa, kuhakikisha kwamba yale wanaoyaongea ni yale wanaoyafanya. They should walk the talk that they are doing. Ili kuhakikisha kwamba kwa maelezo yako nafikiri labda tunakosa utashi wa kisiasa, ile political willingness ya kufanya, ndio maana pengine tunakwama, au nini ambacho kinatukwamisha kwenye kutekeleza? Political willingness ipo. Sababu raia namba moja Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara namba moja katika mazingira, na yeye tumeona political willingness yake katika kulinda mazingira na kutoa miongozo na sera tofauti za kimazingira. Lakini naweza kusema sio tu political willingness, lakini hata uwezo. Tumeona kwamba bado nchi yetu tunahitaji pia hata wataalamu wengi sana wa kimazingira. Na hao wataalamu in terms of technical expertise waende kuhakikisha kwamba hizi sera zinaenda kutekelezwa katika ngazi zote za kitaifa, kuanzia ngazi ya juu kabisa hadi ngazi ya kijiji. Tunahitaji wataalamu wengi sana ambao wataenda kutekeleza hivi. Kwa swala la kwanza ni technical expertise, tunasema kwamba tunahitaji watu wa kutosha wenye uwezo wa kwenda kufuatia hilo sawa. Lakini pia mambo mengine ni ya kifedha, naweza ngasema bado tunahitaji rasilimali fedha. Sio kwa kiwango kikubwa, lakini bado ni muhimu sana kuweza kuhakikisha kwamba sera hizi zinaenda kutekelezwa. Ndugu yangu Humphrey hapa atanipa exactly figure ni kiasi gani sisi Tanzania tunahitaji kwa fedha kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati na interventions zinazoenda kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ila ni mabilioni na matrilioni ya fedha tunahitaji. Sasa ukosefu wa hizi fedha pia unaweza kuchagiza sisi kutoweza kufanya nini, kutoweza kutekeleza sera hizo. Lakini pia chengine za kasema uwazi na uwajibikaji. Sera ni nzuri sana, jambo zuri sana mwaka huu tunapoenda tumeona kwamba manifesto tofauti zitaenda kutazamia mazingira. Lakini hata huko nyuma kwa kiwango kidogo still manifesto za vyama mbalimbali zilikuwa zinazungumzia namna gani wanaweza kukabiliana na mazingira, changamoto hizo za mazingira. Lakini uwazi na uwajibikaji wa zile manifesto umefikia kwa kiwango gani? Kwa pia I think ni rai pia kwa tunapoelekea pia uchaguzi kwa mwaka huu tukaweza pia kuangalia namna gani katika manifesto zile ambazo zimetoka, ilani zile zilizotoka, kwa kiwango gani sera nzima za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi zimeweza kufanywa kazi, ili tujitathmini na kujua tunachukua hatua gani kwenda mbele. Labda tuanzie hapo alipogusia hali kwamba swala la bajeti ni moja changamoto ambayo inakwamisha utekelezaji wa sera zetu. Unafikiri tunahitaji bajeti ya kiasi gani ili tuweze kutekeleza sera yetu kikamilifu? Asante. Mkataba wa Paris Agreement ya mwaka 2015 ndio ulileta kitu kinaitwa National Determined Contribution. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wanatakiwa wasubmit, wanatakiwa waseme ni jinsi gani ambavyo wamejikita katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hii inaenda kwa mfumo unaitwa common responsibilities with differentiated capabilities and respective responsibilities. Unaona kwamba kila nchi inasema ni kwa kiasi gani watapambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa uwezo wao. NDC, National Determined Contributions za Tanzania ambazo tulizisubmit mwaka 2021 ambazo ziko active mpaka mwaka 2025 zimeonesha kwamba kwenye swala zima la kumitigate kuna vitu viwili, kuna kuadapt, kuhimili, na kuna kumitigate, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye kuadapt Tanzania inahitaji dola milioni 500 kila mwaka. Dola milioni 500. Na kwenye upande wa kumitigate Tanzania inahitaji dola bilioni 19 mpaka ifikapo mwaka 2030 kuwa na miradi mbalimbali ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Hii hela sio kubwa kwa sababu wakati wa mkataba wa Paris nchi wanachama waliahidi, zile nchi zilizoendelea, kwa sababu unajua athari za mabadiliko ya tabia nchi
nchi zilizoendelea zaidi G20, zile zilizoendelea kwa mapinduzi ya viwanda, nchi 20 zinachangia 75% ya athari za mabadiliko ya tabia nchi duniani. Zile emission, uchafuzi wa mazingira. Kwa zile nchi zilizoendelea ziliahidi zitatoa dola bilioni 100 kila mwaka mpaka ifikapo mwaka 2025 kwa ajili ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hizo hela mpaka leo hazijai kuonekana. Zaidi wanachofanya, wanaahidi, wanasema tuongezeeni muda. Mwaka jana wakati wa mkutano wa 29 wa mabadiliko ya tabia nchi uliofanyika Baku, Azerbaijan, tulipiga kelele sana. Kile kiwango kikaongezeka kutoka dola bilioni 100 mpaka dola bilioni 300 kila mwaka ambazo wanatakiwa kuzitoa. Lakini kusema ukweli mpaka leo hazijatoka. Kwa hiyo nafikiri zitatoka kweli hizo. Bado this is very debatable kwa sababu wamekuja na siasa nyingi. Yani wakati mada kama hiyo ikichachamaa uwaga wanaleta agenda mpya. Kwa hiyo tunajikuta tunaingia kwenye ile agenda. Wakati tukipiga kelele upande wa hizo hela zitoke, wakaja na kitu kinaitwa Loss and Damage Fund, mfuko wa hasara na uharibifu. Tukajikita huko kwenye Loss and Damage Fund, na huo mfuko ukawa active wakati wa COP28 iliyofanyika Dubai. Tukasahau tena zile dola bilioni 100. Mfuko umeshaanza kuwa active, sasa hivi tumerudi tena. Mwaka jana tumepiga kelele, lakini wakasema sawa, actually tulitaka tupate dola trilioni 1 kila mwaka. Negotiations zikaenda, wakaishusha mpaka dola bilioni 300. Lakini kwa Tanzania inahitajika dola bilioni 19. Dola bilioni 19 mpaka 2030 kupunguza kiwango cha emission, lakini tunahitaji dola milioni 500 kila mwaka kwa ajili ya kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Adaptation dola milioni 500, mitigation dola bilioni 19. Ni fedha nyingi hizo. Ni fedha nyingi. Ni fedha nyingi. Labda tukae hapo kwa nchi ambazo zimeendelea na tusaidiane hapa wote. Mimi na mtazamo tofauti kidogo. Ukitazama hizi nchi ambazo tumeziita G20 ambazo zina contribute almost 70% ya emission na contribute almost 70% ya mabadiliko ya tabia nchi, wamekuwa na promises nyingi sana. Na hata way forward nyingi wanazitoa wao. Sisi huku nchi za Afrika tumekuwa ndio wahanga wa athari za mabadiliko ya tabia nchi kushinda hata wao. Na tunapokwenda kwenye vikao vyao, mara nyingi inakuwa sisi tunasikiliza wao wana agenda gani kwetu. Sio sisi kupata nafasi ya kueleza agenda zetu. Nitatoa mfano labda kwenye issue ya fossil fuel. Mbona tumejiwekea goal by 2050 angalau tuondokane na matumizi ya mkaa na makaa ya mawe. Wakaeka gesi kama iwe ndio itatubeba kwenye hii transition, japo na yenyewe pia ni fossil fuel. Sasa katika mazingira hayo ambao ukiangalia hizi G20 zote ziliendelea kwa kupitia hizi fossil fuel ambazo leo sisi tunakatazwa kuzitumia wakati tuko kwenye hiyo stage ya kutafuta maendeleo. Hapa tunawekaje urali hii balance ya kwamba tunapokwenda kwenye hivi vikao vya kudai mabadiliko kwenye mabadiliko ya tabia nchi, basi tuwe tuna sauti moja, na ikibidi hata sisi tusikizwe zaidi kwa sababu sisi ndio tunaathirika zaidi. Tunafanyaje hapa? Baba nianze kwako. Asante. Okay, kiukweli Afrika tumejitahidi katika eneo zima la ambalo mimi nilishiriki mkutano wa 28 wa mabadiliko ya tabia nchi ulifanyika Dubai mwaka juzi. Kulikuwa, unajua hii mikutano lengo lake kubwa ni moja, kunegotiate. Yaani mnakaa kwenye meza za kisera, mnasema hichi tunataka, hichi hatutaki. Hizi events tunazoshirikigi, tunaposti I'm so excited, zile ni mbwembwe tu ambazo ni zinasheheresha, lakini core activity ya hii mikutano ni negotiation. Ndio. Nilikuwepo kwenye hiyo negotiation ambayo iliisha saa 9 usiku. Ile ya Dubai, COP28. Yes. Ilikuwa among the hardest. Na pointi kubwa ilikuwa ni moja. Are we facing out fossil fuel ama are we facing down? Haya ni maneno mawili yanafanana lakini ni tofauti. Kuface down ni kupunguza. Yes. Kuface out ni kuacha kabisa. At once. Sisi nchi zilizoendelea wakasema tunatakiwa to face out. Afrika tukasema no, we have to face down. Kwa sababu ninyi mnaotaka mface out mmezitumia hizi fossil fuel kupata maendeleo kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo mwishoni wakakubaliana kwamba mfumo uwe ni face out, lakini first in first out.
kwa misingi kwamba wale walioanza kutumia fossil fuel ndio wa kwanza kutoka. Unaona of which kweli ilienda vizuri. Tukiangalia sasa hivi production ya magari yanayotengenezwa Ulaya as of 2024 yote ni electric vehicles. At first zilikuwa ni hybrid, lakini sasa hivi zote ni electric vehicles, wameanza. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye hili swala la maendeleo, just transition ni paradox. Hatuwezi tukawa kwenye just transition uniambie sasa hivi nitengeneze kiwanda nitumie solar. Operating cost itakuwa kubwa. Kwa hiyo hizi non renewable energy, hizi fossil fuel tunatakiwa tupunguze wakati tukiendelea kuongeza uwekezaji kwenye renewables, kwenye nishati jadidifu kwa Kiswahili fasaha. Yes, tukienda hivyo kutakuwa kuna harmonization. Na cha pili ambacho nilitaka kusema kabla sijamruhusu mwenzangu ni kwamba lazima Watanzania wawe na uelewa namna ya kufanya harmonization ya hizi kelele za kimataifa, niziite hivyo. Mfano, tuna mradi wa mafuta wa EACOP, East African Crude Oil Pipeline, wa kilomita 1400 unaotoka Hoima, Uganda mpaka Chongoleani, Tanga. Walioanza kupiga kelele huu mradi usimame ni bunge la Umoja wa Ulaya. Walikuwa na hoja kwamba kwenye Paris Agreement imekataza kufinance miradi ya fossil fuel. Lakini wakati huo huo Norway wanaongeza pipeline mwaka huu zaidi ya pipeline 4 za bomba la mafuta. Alafu hilo bunge la Ulaya ndio ambalo linakataza. Kwa hiyo kuna kuwa na double standard kwenye huo upande. Sasa unakuta kuna Watanzania wanakwambia stop EACOP, lakini ukija kuangalia ina impact kubwa kwenye uchumi. Hata kama kutakuwa kuna impact za kimazingira. Kwa sisi tunachotakiwa kufanya au fuchi tutakuja tutaelezea mbele, kuna kitu kinaitwa biashara ya hewa ya ukaa, carbon trade. Hii ni mkakati mzuri sana ambao una uwezo wa kukusaidia kupunguza emission na huku ukalipwa. Unaona? Yaani unalipwa kwa kupunguza emission. Unaona? Sasa hicho kitu ni, na hata wiki iliyopita nilikuwa na mwenzangu kwenye mkutano wa carbon ulifanyika Mbweni, aliufungua Mheshimiwa Makamu wa Rais, na jinsi gani ambavyo kama Tanzania tunaweza tukawekeza huko, hata wewe pia. Yaani sio tu nchi, hata mtu binafsi ana uwezo wa kuwekeza na akapata fedha nyingi sana. Unaona? Kwa nafikiri hilo labda nitaelezea baadaye, nisije nikampreempt mwenzangu. Ali karibu, mtazamo wako ni upi kwenye hili? Mtazamo wangu ni kwanza kama alivyosema just transition. Lazima tuweze kugundua kwamba watu wanaathirika tofauti. Sisi tunavyoathirika tofauti nchi iliyoendelea inavyoathirika. Kwa hiyo hatuwezi kubadilika wote kwa wakati mmoja. We need to transition justly, as the word yenyewe justly inavyosema. Tuweze kuangalia namna gani tunaweza kudiversify hata mambo ya kiuchumi. Watu wanategemea nini sana kiuchumi. Mfano tukiangalia kwa hapa Tanzania, mfano kuna watu pia wanawaambia still msikate miti. Of course wote agenda kubwa ni kwamba tusikate miti, mkaa na nini. Lakini huyu mtu unamwambia sikate mti, asikate gunia la mkaa kaende akauza, unampa alternative gani ambayo yeye ataenda kupata kipato kingine. Tumeona kwamba uza mkaa kwa mfano ungepatiwa mfano mikopo, ungepatiwa other source of income, ungepatiwa ajira nyingine na shughuli nyingine, kama ni ufugaji, kama ni kilimo, basi mtu hakika asingechukua shoka lake aende shambani akakate mti, bali angefanya vitu vingine. Kwa kwenye swala zima la just transition, lazima tuangalie namna gani tunaweza kudiversify economic activities za watu, kwamba mtu tu asitegemee kipato kimoja au na vipato tofauti. Hata leo hii tukisema kwamba tunaondokana na biashara fossil fuel, huyu mtu atakuwa bado ana uwezo kukabiliana na mfuko wake na kuweza kupata vyanzo vingine. Lakini labda pia nikigusia kidogo juu ya biashara ya kaboni. Tumeona kwamba kwa Tanzania ni biashara ambayo inakuwa, lakini pia nchi kama nchi ya Tanzania pia bado tunafanya vizuri sana kwa Afrika katika biashara hii ya kaboni. Tumeona kwamba tuna sera nzuri, tuna miongozo mizuri, tuna taasisi nzuri sana ambazo zinaweka mazingira rafiki ya kuweza kukuza biashara hii ya kaboni hapa nchini. Tumeona kwamba juzi katika mkutano ule tumeona kwamba uliukutanisha wakuu wa taasisi na mashirika ya serikali 308 kuangalia hata ya mashirika ya serikali yanaweza kufanyaje fursa. Na kitu kimoja ambacho nilikipenda sana katika mkutano ule, tukiangalia katika NDC ya nchi, katika upande wa mitigation kuna issue ya transport. Kuna maeneo 4. Kuna transport, kuna energy, kuna kilimo
Kuna maeneo kama manne, lakini nataka nigusie eneo la transport. Tumeona kwamba ule mradi wa BRT, Bus Rapid Transit, wa mwendo kasi, ni mradi ambao ungetumika vizuri sana katika kuhakikisha kwamba tunapata fedha kwa ajili ya uuzaji wa kaboni, kwa sababu unapunguza emission. Kwamba watu leo hii watumia, ungekuwa kila mmoja na gari lake, emission ingekuwa kubwa sana, lakini kwa kutumia gari lile moja tumeona kwamba tunapunguza emission kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sasa ni kuangalia katika sera, katika mikakati ya nchi, katika upangaji wetu tunawezaje kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna mipango ambayo inafikiria katika hali ya kimazingira na hali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuanzia planning yetu, tunapopanga mipango yetu ya mwaka, tunapopanga mipango yetu ya muda mrefu. Sasa hivi tuna Tanzania Development Vision 2050 inakuja, imeisha mwaka 2025, lakini tuna sera ya maendeleo Tanzania Development Vision 2050. Tunawezaje kuingizia mambo haya ya mabadiliko na mazingira kuhakikisha kwamba kila kitu tunachokifanya, kila mipango tunaoifanya, tunaendelea kupata mikakati ambayo itaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuinufaisha nchi kupata fedha kama hizo za biashara ya kaboni na nyingine. I think baadaye kama nilivyosema tutaweza, ni topic kubwa sana, tunaweza tukaweza kuzungumzia kiundani namna gani nchi, namna gani wananchi, lakini pia namna gani mashirika tofauti tofauti yanaweza kunufaika na biashara hiyo ya kaboni. Yes. Unafikiri pengine sisi kama nchi tumeathirika kwa kiasi gani na hivi vitu vile, mabadiliko ya tabia nchi lakini pia na athari zake? Tumeathirika kwa kiwango kikubwa sana sana. Mimi naweza nikasema kokote ninapopita Tanzania hii tumeweza kuathirika. Tumeona kwamba kuna maeneo na ukame uliokithiri sana. Last 2 years kuna kipindi ilifika hadi nchi, taifa zima tulikuwa tunaomba dua mvua iweze kunyesha. Mvua zilikuwa changamoto, mvua zilikuwa zinyeshi, ukame ulikuwa umekithiri kwa kiwango kikubwa sana. Lakini jiji letu la Dar es Salaam leo mvua ilikuwa inanyesha. Unaona huko namna gani kidogo sasa hivi kuna unafuu, maana kuna joto moja kuna joto lilikuwa kali sana, lakini umeona mvua tu zikinyesha kidogo mji unacheua, barabara hasipitiki, flooding inatokea, mafuriko. Nilienda Lindi mwaka 2021 katika wilaya ya Kilwa, kuna eneo moja linaloitwa Njinjo. Ilitokea tukio moja la kusikitisha sana. Ilinyesha mvua kubwa sana na kulikuwa kuna mto, ule mto ukavunjika. Nasema mto unakuwa na njia yake. Maji yalizidiwa ukavunjika. Tulikuta mji mzima umefunikwa na maji. Unaelewa? Kwa Tanzania tumeathirika kwa kiwango kubwa sana. Lakini tukiangalia zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Mimi nafanya kazi na wakulima Dodoma katika kuwajengea uwezo wa kuweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona kwamba mazao yao pia yanapungua, na mazao yakipungua kipato kinapungua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini naweza ngasema pia in the coming future, katika siku zinazokuja, hata swala zima la kiuchumi upande wa utalii utaweza kuathirika kwa kiwango kubwa sana. Tuna fukwe nzuri sana za Zanzibar. We have the longest coastline in Africa. Tanzania naweza ngasema very beautiful coastline. Lakini intrusion of seawater level, maji yanaingia baharini, kina cha maji kinaongezeka, mlima wetu Kilimanjaro unayeyuka. Kwa kile barafu unaiona pale, ile ni 10%. 90% of the glacier, barafu ya mlima Kilimanjaro ishaweza kuyeyuka. Lakini pia nisije nikamaliza ndugu yangu, tumeona pia kupungua kwa bioanuari, loss of biodiversity. Viumbe hai vingi sana vinapotea, miti inapotea. Kuna muda tulichukua chura wetu wa kihansi tukawapeleka Marekani kuweza kuwalinda wasiweze kupotea. Kwa hiyo tunaachia vipi urithi kizazi kinachokuja? Kwa athari ni nyingi sana. Tukiamua kuanza kuziweka hapa, kusema kweli hatutaweza kumaliza. Lakini labda mwenzangu anaweza kagusia pia kidogo. Labda nani sasa tugusie swala la deforestation, kwa sababu sisi kama nchi pia tuna tatizo hilo la ukataji miti. Na takwimu zinaonyesha kwa mwaka tunakata zaidi ya heka 469,000. Ni nyingi hizo, unajua, na kwa sababu ya shughuli za kibinadamu. Hii unafikiri kwa kiwango gani inadumaza jitihada zetu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ukizingatia kwamba serikali sasa hivi imejikita kwenye renewable energy? Takwimu zinaonyesha kila lisali moja inakatwa miti isiyopungua 15 Tanzania. Hii namba ni very significant, na asante umetanguliza hiyo takwimu ambayo iko sahihi sana. Zaidi ya heka 400 zinakuwa depleted. Na changamoto zake ni kubwa, kwa sababu kama ile miti ingebaki
tungeweza kuingiza kwenye biashara ya carbon. Na ingekuwa na income nzuri kwa nchi na ingeleta faida pia kwa wananchi. Sasa deforestation ni tatizo kubwa ambalo kwanza tunaelewa kwamba miti inasaidia sana kwenye swala zima la upatikanaji wa mvua na ina faida nyingi sana. Kwa hiyo swala la deforestation ni kubwa, lakini bado point itarudi pale pale. Mimi nina familia yangu ya watoto 5 na walisha kwa biashara ya mkaa. Nisikate miti nifanye nini? Unaona? Kwa hiyo point inarudi pale pale. Sasa most of political wills and statements za nchi yetu tuseme usikate miti, okay, nifanye nini? Kwenye huo upande wanasiasa uaga wanakimbia. Lakini sasa hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tukae tujiulize. Kwamba yule mwananchi, kwa sababu mikoa hii ya Katavi wanaongoza sana kwa ukataji wa miti. Nimeenda Mkuranga kule, yani ukiwa barabarani kwenye lami kila baada ya dakika 2 utakutana na baisikeli zimebeba mkaa nyingi. Pikipiki zimebeba magunia. Sasa unajiuliza, okay, leo nitawakamata waacheni biashara. Wataenda kufanya nini? Unaona? Kwa hiyo hapo ndio inarudi pointi ya kwamba lazima tuwe na diversification ya uchumi. Lazima tuwe na namna ambavyo sawa nitaweka sheria kali, lakini sheria bado watu wanavunja. Nitaweka sheria, nitafanya patrol, lakini bado watu bado watu lazima tu watapata mwanya. Sawa. Mwaka jana mwezi wa 10 nilienda kufanya project moja Mapinga ya kuwaelezea kuhusu biashara ya carbon, kwa sababu miti ya mikoko ina uwezo mkubwa sana wa kunyonya hewa ya ukaa kuliko miti mingi. Kwa hiyo nikafika pale kuwaelezea kwamba ndugu zangu, jamani, hii mikoko msiikate. Najua uaga mnaitumia kwa kuni, mnaitumia kwenye construction, kwenye ujenzi wa mapaa na nini, lakini acheni. Wakaniambia kwamba sasa tukiacha tutafanya nini? Naona wengine kule ni wavuvi, unakuta sio misimu yote wanapata samaki. Unaona? Kwa hata mimi nilipigwa butwa, ni ile tu nasema tutatoboa. Unaambia bwana tutatoboa, lakini hujui jinsi watakavyotoboa. Sawa. Kwa hiyo sasa lazima iwepo mikakati ya kisera ya nchi, kuwe na schemes za kuwezesha wananchi wanaokaa kwenye maeneo kama haya. Either kwa kuwatafutia vipato vingine, kwa kuwatengenezea incentives ambazo zinaweza zikawafanya watoke kwenye shughuli za ukataji miti wahamie kwenye shughuli zingine. Hapa ndio njia pekee ambayo tunaweza tukaokoa watu. Lakini kumwambia mtu kwamba usikate mti kwa ajili ya kuni, tumia gesi. Gesi yenyewe ni shilingi ngapi? Unaona? Wakati mimi najua nikienda pale nikijikoteza kuni zangu zinanitosha kupika. Tena na hata wiki mtu anachukua kuni za mwezi. Kabisa anakaa nazo pale zimekauka vizuri, anapika. Lakini sasa gesi ikiisha, mimi nitaenda kuijaza, natakiwa niwe na, nafikiri mtu ni mdogo kujaza sijui ni 20 ngapi. Mkubwa inaenda mpaka 70,000. Mtu kijijini mpaka ione 20,000. Kwanza 20,000 yenyewe anapewa na atasafu. Unaona? Hajaenda kunywa chang'aa, hajahonga, afu bado hiyo ndo aitumie kwenda kujaza gesi. Kwa hiyo bado inakuwa kidogo ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo kuwawezesha wananchi kiuchumi ni njia mojawapo kubwa sana ya kusaidia kwenye upande mzima wa kukabiliana na hizo athari za ukataji miti na kadhalika. Na pia tukija na huu mkakati wa nishati safi ya kupikia, ni mkakati mzuri kwa sababu utatusaidia kweli kuokoa hii miti, lakini sasa lazima iwepo njia ya kuonesha wananchi kwamba hii miti mnatakiwa muibakize, muhamie kwenye nishati safi. Naona elimu iwepo, lakini pia kuwe kuna njia mbadala. Mfano sasa hivi kwenye ule mkakati wa nishati safi ambao Mheshimiwa Rais alizindua mwaka jana wa miaka 10, haujataja gesi tu. Ni vile tu watu tumekariri tunapeleka tu mitungi ya gesi, lakini wameelezea mpaka kuna mkaa safi. Tunaita briquettes. Naona ipo. Kwa hiyo haitumii kuni. Ina gharama kidogo ile. Hapana, ni inategemeana na jinsi inavyotengenezwa. Lakini hata kama gharama ipo, hizo ndio pointi za kisera tunaweza tukapeleka serikalini kwamba kidogo labda wafanye subsidization, watoe ruzuku kama kweli
ni gharama na mnataka watu watoke kwenye kutumia kuni, punguzeni gharama ya huko. Nafikiri mwenzangu kuna kitu kabla hujasahau kimenitaka niweze kuongea kidogo. Tunaposema kwamba kuna gharama kubwa katika kuwekeza katika nishati jadidifu, renewable energy na nyingine, naweza ngasema kwamba in the long run, kwa muda mrefu ni nafuu zaidi. Leo hii ukifunga sola yako hapa, gharama initial investment tunasema kama ni milioni 5. Lakini ndani ya miaka 5 ukipiga gharama uzotumia na kuchukua hiyo miaka 5 hiyo kununua umeme wa TANESCO, tunakuta kwamba hui renewable energy gharama zake zilikuwa nafuu sana. Kwa hiyo pia tuweza kuzungumza in the long run, kwa muda mrefu renewable energy inakwenda na gharama nafuu sana. Na hili ni kitu ambacho inabidi tuweze kukipigia chapuo. Of course mwanzoni kuna initial investment ambayo gharama zake inakuwa ni kubwa. Issue kama hizo, tunatoaje ruzuku, tunatoaje mikopo ya nafuu, tunatungaje sera ambazo pia zitaweza kuwekeza kushawishi wawekezaji waje kwa wingi. Tunakuwaje tunatoa tax haven, let's say, kwa mtu ambaye unakuwa na miradi yako ya kijani in terms of green economy, green investment, tunatoaje tax haven labda kwa miaka kadhaa ili tuweze kushawishi wawekezaji wengi sana wa ndani na wa nje. Na hapa nataka pia nizungumze uwekezaji wa ndani. Tumekuwa sana pia na kasumba ya kuweza kuweka mazingira rafiki sana kwa wawekezaji wa nje, lakini hapa Tanzania tumeona kwamba kuna wawekezaji ambao wa ndani na uwezo na vijana. Kitu ambacho napenda kwamba kuna vijana wengi sana ambao wanafanya investment kubwa sana katika eneo zima la nishati safi. Namna gani tunawezaje kuwapaje ruzuku, tunawezaje kuweka sera ambazo zitawachagiza wao waweze kwenda kuinvest katika eneo hilo. Kwa hiyo ni kweli initial investment za kuwa kubwa, lakini ukipiga in the long run kwa muda mrefu tukiangalia, tunaona kwamba ni heri uweze kuwekeza katika nishati safi kwa sababu itakuwa na faida. Lakini pia kuna eneo kidogo ulizungumzia kuwajengea wananchi uwezo wa kuweza kudiversify the economy. Lakini pia hata katika ngazi ya halmashauri na serikali za mitaa bado kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuwajengea uwezo hawa viongozi wetu na watumishi wetu katika masuala zima haya ya nishati safi, mambo ya mazingira, lakini pia hata uchumi, biashara ya kaboni. Tumegundua kwamba halmashauri nyingi sana sasa hivi, tunafanya halmashauri ya Katavi imekuwa kinara katika uzaji wa biashara ya kaboni, uzaji wa kaboni. Lakini bado halmashauri nyingi sana zinajiuliza hichi kitu ni nini? Jana umefanyika mkutano alert. Tumeona kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kuonyesha namna gani halmashauri kama zile zinapata fedha. Kuna namna gani sasa tunaendaje kuwajengea uwezo halmashauri hizi zote zikawa zinafahamu. Kumjengea uwezo mkulima, mwananchi kuhusu biashara kaboni swala moja. Lakini pia tuweze kuangalia hata katika level ya watumishi, level ya watunga sera, halmashauri na serikali za mitaa, tunawezaje kuwajengea uwezo ili na wao waweze kuelewa vizuri, ili utekelezaji pia uwe mzuri katika upande huo. Nimependa namna ambavyo mmefafanua kwamba kuna haja ya kuja na sera mpya, kuangalia namna ambavyo kidogo kusema kwenye sera mpya. Sera zipo ujue. Sera zipo. Sioni kama zinagusa haya mambo mnasema, haya masuala ya ruzuku. Lakini utekelezaji wake inakuwa changamoto. Sababu sisikia hata viongozi wa kimba hivi vitu ambavyo tunavizungumza hapa kwamba sawa, unajua ukisikiliza azma kwa mfano ya hii clean cooking, azma yao by 2035 angalau 80% ya watakuwa wanapika wao wanapika kwa kutumia nishati safi. Sasa kwa namna ambavyo tunaenda 2035 unajua sio mbali. Of course. Sio mbali sana. Na haya ambayo mmeyazungumza hapa siyasikia yakizungumzwa hivyo ambavyo sisi tunayazungumza. Sasa kwa namna ambavyo tunaenda, unafikiri tutaweza kufikia hiyo azma katika mazingira ambayo hatuna njia mbadala ya wanakijiji wetu wa kule vijijini kule, kuachana na miti, kuachana na kuni, kuachana na mikaa, kuja na njia nyingine, hawajui hata kwamba huo mkaa msafi wanaupata wapi, wanapunguzo gani kwa maana ya ruzuku, hiyo biashara ya kaboni watu hawaifahamu hivyo. Hapo nataka tujikite hapo. Turekebishe nini? Tuongeze nguvu wapi hii elimu ifike kwa umbali zaidi? Okay. Mimi naomba nianze kwenye global scale. Then labda hali atashuka national and local scale. 2023 nilishiriki mkutano unaitwa Africa Energy Forum, ulifanyika Nairobi. Na kwenye speech ya opening remarks ya Mheshimiwa Rais William Ruto
aliongea neno moja ambalo kiukweli kwenye kila panel waga naliongea, na leo nikasema hivi kweli nitaondoka sijaligusia. Hebu lichape hapana. Alisema we need to revitalize the global financial architecture. Mfumo wa kifedha wa dunia naweza nikasema kinamna fulani umeparalyze. Na mfano hapa tunaongelea renewables. Tunaona ni gharama. Unajua kwa sababu gani ni gharama? Ni kwa sababu nchi zilizoendelea wameinvest kwenye non renewable. Kwa hiyo ile neno lako ripple effect imeanzia kule juu unashuka juu alafu inashuka hadi huku kwetu, trickle down. Kwa sasa kama unavyoona sasa hivi solar ni gharama, wind ni gharama. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nchi zilizoendelea wamewekeza sana kwenye non renewable. Imagine in the span of 5 years 2016 mpaka 2021 benki 60 tu za dunia ziliwekeza zaidi ya 5.5 trillion dollar kwenye fossil fuel. Trillion dollar. Sawa? It's a very significant amount of money. Na haya maamuzi wanayafanya wao. Sasa yanakuja yanashuka hadi huku kwetu. Kwa hiyo inatakiwa ije sasa ifike wakati tusisubirie financial ya dunia, financial architecture iamue. Sisi wenyewe huku tunatakiwa tuje na maamuzi yetu. Waga nawaambia watu duniani kuna 5 influential cities. Yaani mfano sasa hivi climate change ni agenda. Kuna sehemu inawekwa. Yaani kuna wanaojadili. 5 influential cities za dunia, ya kwanza ni New York. Na mfano sasa hivi tukifanya malipo ya Swift code, tunajua hela inaenda kwanza New York ndio inakuja kwangu. Ya pili ni London. London ndio management hub ya dunia. Ndio maana miradi yetu tunaambiwa ili upewe hela na dona unatakiwa uwe audited na Deloitte, KPMG, nani. Ya tatu ni Tokyo. Wanne ni Hong Kong na watano ni Paris. Paris ndio think tank ya dunia. Sasa hizi think tank ndio zinazoamua kwamba investment ndani ya hii miaka 5-10 iende wapi. By now investment kubwa iko kwenye non renewable. Hii ndio inayosababisha renewables zinakuwa very expensive. Kwa hiyo tunaona haya matatizo yote kwamba mwananchi hawezi kununua gesi. Kwa nini gesi inakuwa expensive? Kwa sababu pesa nyingi tumewekeza huko. Na kweli watu sasa hivi ukimuuliza kati ya kutumia fossil fuel, makaa ya mawe for example, na kutumia solar, ni ipi ni cheap? Ni makaa ya mawe. Unaona? Ni kweli ni kwa sababu they are abundant kinamna fulani, lakini pia ni kwa sababu investments zimeenda huko. Kwa hiyo kwenye global scale lazima dunia ikae iangalie namna ambavyo tunaweza tukafanya reformation ya financial system. Ili uwekezaji mwingi uende huko. Ndio maana siasa na mazingira vinaenda pamoja. Naona. Nilikuwa nasoma ilani ya uchaguzi ya chama cha Labour ambacho kimemuingiza madarakani waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Yes. Aisee amechambua mazingira. Yaani ameweka kabisa pale kwamba by nafikiri ni 2035 wana mpango wa double matumizi ya solar. Wana mpango wa kuongeza mara 3, yani nini sijui hata kwa Kiingereza, lakini triple, yes. Triple matumizi ya offshore energy. Na wana mpango wa quadruple, ni mara 4 matumizi ya onshore energy. Ameweka kabisa kule. Kwa hiyo ndio maana na sisi tunatamani hata kupitia podcast hii ifike kwa wanasiasa wetu kwamba kwenye ahadi tunazosema tunaenda kuwafikishia wananchi, tuwaeleze je, kwenye upande wa kutunza mazingira yetu, kwa sababu wananchi wakilia ukame, hakuna chakula, watarudi serikalini. Watasema jamani, sisi tuna njaa. Unaona? Kukitokea matatizo yote watarudi kwa viongozi wao. Kwa hiyo tunatamani kama jinsi ambavyo nchi zilizoendelea na wenyewe japokuwa hawaathiriki sana kama sisi, lakini bado wametilia mkazo swala la mazingira. Natamani na hata kwetu iwe hivyo hivyo. Wanasiasa wetu wasiishie tu, kwa sababu unajua wanasiasa changamoto moja ya sekta ya mazingira ni kwamba ahadi zake hazivutii wananchi. Eti mwambie mwananchi nitaahidi kwenye jimbo langu nitapanda miti 10,000. Wanajana na uvi. Unaona? Sasa yani hiyo ndio changamoto ya hii sekta ya mazingira. Na hata jana tulikuwa na kikao kimoja na chama fulani,
kulikuwa na training tulikuwa tunawajengea uwezo kwenye upande wa kuandaa hizo ilani. Nakumbuka kulikuwa kunao point ya kuandaa sera ya hivi, ilikuwa ni sera ya nini? Ilikuwa tunataka tuandae sera itakayosaidia kuongeza renewables, hizi nishati jadidifu. Kada mmoja wa kile chama akasema sasa hii mimi nitaiuzaje kwa mwananchi? Mimi mwananchi namwambia nitakutungia sera, ataniambia sera inakusaidia nini? Unaona? Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine. Sasa sijui tutaiekaje, labda Ali atuambie ukiwa mbunge wewe ukija ahadi za mazingira utaziwekaje? Labda ndugu wananchi, mimi mbunge wenu leo hii nipo hapa. Napenda kuongea na nyie kwamba mimi nikiwa mbunge nitahakikisha kwamba naweza kulinda mazingira katika eneo hili. Na tukija kuangalia mazingira pia yanaathiri sana mambo ya kisiasa. Tumezungumzia upande mmoja wa politics to affect mazingira, lakini pia mazingira yanaathiri kwa kiwango kikubwa sana mambo ya kisiasa. Tumeona kwamba kunapokuwa kuna migogoro ya kimazingira yanaita migogoro ya kisiasa. Naomba nitolee mfano kwa nje ya Tanzania. Kuna watu tumesikia kitu kinaitwa Arab Spring. Miaka fulani huko nchi za Kiarabu zilikuwa zina ugomvi mkubwa sana na maandamano mengi sana. Hatuwezi kusema kwamba ziliweza kusababishwa moja kwa moja na mazingira, lakini mazingira yalikuwa yana ripple effect. Nasema kwamba yanakuwa yanaongeza maradufu athari. Sudan tunaenda pia eneo la Darfur, kumekuwa kuna sababu nyingine nyingi za kubikea maandamano na uchafuko wa amani. Lakini kutokana na ripoti ya Adelphi, ili shirika la Kijerumani linalofanya kazi na AU, African Commission, inaonyesha kwamba mazingira na climate change yanaongeza maradufu. Ni kama moto umeshawaka, alafu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira ikaenda kumwagia maji. Umeona kwamba kumwagia petroli, inaona kwamba inaenda kulipua zaidi zile issue. Lakini pia tukienda eneo la Lake Chad, Lake Chad ni West Africa huko, tumeona kwamba kumekuwa pia kuna insurgent groups, makundi ya kigaidi ambao pia yanachukua yana utilize changamoto zilizokuwepo kule, na ukitilia hali ya ugumu wa maisha, changamoto za kimazingira, ukame na nini, wanaenda kuharibu amani katika eneo lile. Kwa hiyo naweza kusema pia mazingira na athari kubwa sana upande wa siasa. Kwa hiyo mimi kama ningekuwa mtunga sera, kama mimi ningekuwa mbunge, na hakikisha kwamba tuna prioritize namba moja issue nzima za mazingira. Kwa sababu tukiweka mazingira yakiwa sawa, wakulima watalima, kutakuwa kuna usalama wa chakula. Kukiwa kuna usalama wa chakula, watu watapata kipato kizuri na maisha yataweza kuendelea. Kwa hiyo we cannot ignore issue nzima za mazingira. Bila chakula hakutokuwa tuna amani, nchi itaweza kukalika, watu hatuwezi kuzungumza. Kwa hiyo food security ni kitu cha muhimu sana. Na how come tunapata food security bila kuwepo na sera nzuri na mazingira bora ya mazingira hapa nchini? Tumeona hapo in the last 2 years Kenya, ndugu zetu, kulikuwa kuna maandamano makubwa sana. Lakini 1 year before kupo kuna spike kubwa sana ya vitu kama hata chakula. Hata unga ulipanda bei, vyakula kwenye shelves vilipanda bei maradufu. Ilikuwa kuna grievance kwa wananchi. Kuna ng'ombe walikuwa wanafariki Turkana kwa sababu ya drought. Kwa drought. Tukaona kwamba bei, wananchi wana grievance, wanaumia moyoni kwamba bei ya vyakula vimepanda. Bei ya vyakula vimepanda kwa sababu gani? Kenya wanashinda kuzalisha. Ukame ni mkubwa, mvua hakuna, mahindi yanakauka shambani. Kwa hivyo moja kwa moja wananchi watakalalamika, wataumia, mwisho wa siku watatoa malalamiko yao kwa wanasiasa. Kwa hiyo wewe kama mwanasiasa, wewe kama mtunga sera, ni kuna haja ya kuhakikisha kwamba unaweka issue za mazingira kipaumbele chako, kwa sababu ukitahakikisha kwamba watu watakula vizuri, usalama wa chakula utakuwepo, amani itakuwepo, watu watapata kipato kizuri kutokana na surplus. Pia nataka niongee na wananchi katika eneo moja. Mimi nafanya kazi Dodoma kwa jengea uwezo wa kulima wadogo kuweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi tunapata mkakati wa kushift kutoka upandaji wa mahindi kwenda mtama, kwa sababu mtama unaweza kuathiri sana hali ya ukame. Lakini sasa unakuta kitu moja tulichojifunza, mfano mtu alikuwa anapanda heka moja anapata gunia 3 za mahindi, sasa hivi anapata gunia 7 hadi 8 za mtama. Mtu anaishia kuziuza zote. Yaani zote anaenda kuishia kuziuza. Atakachovuna chote, anabakia hata hana chakula cha hifadhi ndani. Kwa hiyo kuna haja pia wananchi kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha, na ile surplus inaozidi basi ni kwenda kuuza. Waswahili wanasema hakunaga akiba ya chakula, akiba ni ya hela, lakini kuna umuhimu wa hivi vitu vyote kwenda sawa. Wakulima wetu wengi sana, wananchi wetu sana, unakuta wanauza vyakula vyote sana. Mfano ukienda katika nyanda za juu kusini,
tunasema kuna mikoa ya kimkakati ambayo inalisha nchi nzima, si ndio? Mikoa mingi pia ipo nyanda za juu kusini. Lakini ukiangalia issue ya utapiamlo na nutrition kwa watoto, kesi kubwa sana zipo kule kule. Kwa sababu pia wananchi elimu hiyo pia wanakuwa wanakosa. Wanazalisha sana lakini wanaishia kuuza chakula chote. Wanabakia hawana na akiba, fedha itatumika. Unajua na wakulima pia tukishavuna unakuta siku hiyo hata sherehe zitafanyika, mwisho wa siku fedha itaisha, mwisho wa siku mtu atabakia na kipato. Kwa hiyo vitu vile vinabidi viende sawa. Siasa inaathiri mazingira, lakini pia mazingira yanaathiri siasa. Ukisikia mtu anasema mataifa yaliyoendelea kwenye hii vita ya mabadiliko ya tabia nchi ni kama vile wanatupeleka kwenye njia ambayo wao hawapiti. Kwa maana gani? Tumeeleza vizuri hapo kwamba wamekuwa wakiahidi bajeti lakini hawatoi. Wao wenyewe njia ambazo wanapita kwenye kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi ni tofauti. Lakini pia unakuta kwenye haya majukwaa ambayo tunakutana nao. Kwa mfano kwenye COP28 ile ambayo ilifanyika Dubai, mdhamini alikuwa ni shirika moja la ndege kubwa sana. Ndio lilidhamini ule mkutano na ukafinance. Na hilo shirika la ndege kwenye ripoti hiyo ya mwaka huo lilitajwa ndio shirika ambalo limechafua anga kwa sababu ya ndege zake kusafiri karibia mataifa yote. Lakini pia tukirudi COP27 ambayo ilifanyika Egypt, kuna kampuni moja ya soda ambayo ilifinance pale. Na hiyo kampuni ya soda nayo ilitajwa kwamba ni miongoni mwa viwanda ambavyo vimechafua sana na kuzalisha plastiki kwa kiwango kikubwa duniani. Sasa katika mazingira haya ambao unakuta wanaonyeshiwa kidole kama ndio wachafuzi, ndio wanakuja kutoa hela ya kufinance hivi vitu. Tunawezaje tukakabiliana na vitu kama hivyo? Tukawa wote tunakwenda njia moja na hawa mabeberu ambao ndio wameendelea au wametutangulia. Kwa hiyo hicho kitu kinaitwa greenwashing, kwamba wanatuonesha kwamba wanafanya lakini hawafanyi. Yes, ni kweli, na hizo concerns zimetokea kwa sababu hata kama unakumbuka president wa mkutano wa COP28 alikuwa ni waziri wa viwanda na ambaye anahusika pia na masuala ya mafuta wa Dubai, alikuwa anaitwa Sultan Jaber nafikiri. So ni kweli hiyo ni concern kubwa, na tena mwaka huu tumepata pigo kama dunia kwa sababu Marekani amejiondoa kwenye mkataba wa Paris. Yani kwa mara ya pili tena. Kwa mara ya pili ni chini ya utawala wa ndugu huyo. Mara ya kwanza na ilikuwa ni ile siku ametoka kuapa, ameletewa executive orders kama 40. Anauliza hii ni ya nini bwana? Hii ni ya Paris Agreement. Hao wanakula hela zetu tu. Hamna lolote ya. Sasa hiyo yote ni concern ile. Sasa cha kwanza, mkataba wa Paris ulikuja na framework ambao katika hiyo framework kulikuwa na kipengele cha transparency. Uwazi. Kwenye uwazi nchi wanachama na pamoja na makampuni yao wanaoongoza wanatakiwa wawe wawazi kwamba kiasi gani cha carbon wanacho emit na kiasi gani cha carbon wanacho reduce ama wanachopunguza ama wanacho avoid. Kwa hiyo hii nafikiri ndo njia nzuri ya kuwa held accountable, ya kuwawajibisha pale wanapoharibu, kwa sababu tukija tuna maneno kwa sababu kampuni hii ama kiwanda hichi cha soda mna plastiki nyingi hamtakiwi mfinance, mimi nafikiri ni makosa. Sisi tukubali tu, kwa sababu Waswahili walisema hata maji machafu yanazima moto. Sisi hata kama anayetoa hela kweli ni mchafuzi, pokea, lakini kuwe kuna transparency, kwa sababu ndo hapo nikulete kidogo kwenye biashara ya carbon. Sio kwamba tukipokea ndo tunampa uhalali wa kuendelea kufanya. Hapana. Kwa sababu najua nitakuja kuwashikia hapa. Lakini pia hapo ukishamaliza nataka pia tuzungumzie huo uwazi. Pia hiyo fedha inatumikaje katika nchi zinazopokea. Sawa? Yes. Sasa mfano kampuni X inayozalisha kwanza tuanze na hiyo shirika la ndege. Mimi katika vitu ambavyo nakosoa ni watu wakisema kwamba kutumia ndege tunachafua mazingira. Sikatai kwamba zina emit. Lakini jiulize kuna usafiri gani mwingine? Kuna mwanaharakati mmoja wa masuala mazingira
wa Sweden anaitwa Greta Thunberg. Mwanadada yule. Mwanadada yeye mkutano wote ukiwa nje ya Europe haendi. Anasema sitaki kuchafua mazingira kwa kupanda ndege. Hivi hali ukialikwa Europe unaenda uende? Ndapiga mbizi. Kupiga mbizi itakuwa changamoto. Niache kupanda ndege kisa nachafua mazingira? Hapana. Yaani mimi ile point yake sijawahi kuielewa mpaka kesho. Kwa sababu ndege kama ya Airbus 330 inabeba mpaka watu 400. Sawa? Emission, unajua tunachopiga ni kitu tunaita emission per capita. Yani per person. Sasa kama hii ndege inayobeba watu 400 inawasafirisha labda kutoka Dubai kuwapeleka labda New York. Kwa nini mnaishutumu kwamba inachafua mazingira? Sio ni hiyo sense, unaona? Ndio maana mpaka leo China anajiita nchi inayoendelea. Unajua China anasema yeye sio developed. Anasema ni developing. Kwa sababu gani? Anasema mimi plus China. Anasema jamani mimi nina population kubwa ya watu, kwa hiyo nikipiga income yangu kwa watu wangu 1.3 billion, mimi ni sawa tu na Mtanzania ambaye anaendelea. Kina mna fulani ana hoja. Lakini point yangu kubwa hapa ni kwamba transparency, wawe wawazi kwamba ni kweli sisi ni shirika fulani tunachafua mazingira, tuna plastic, lakini mpaka sasa hivi tunafanya ABC. Kwa sababu mfano Tanzania tulikuwa tuna hizi plastic bottles za colored, zikapigwa kelele sana. Zilipopigwa kelele kweli kwa sababu tulikuwa tunafanya waste auditing, tukagundua kwanza zile ni ngumu kurecycle, pia zinatumia muda mrefu ku decompose, tukapiga kelele na viwanda vikaambiwa kwamba kwanza sasa hivi colored bottles mwisho marufuku. Energy drink hizo. Energy drink hizo. Utekelezaji wake upoje? Sasa hivi nyingi zipo bado zipo. Sasa hivi zipo bado kwenye hizi za energy drink na carbonated soda. Lakini sasa pale anachojitetea yeye anasema si nimeandika recycle. Lakini pia na ukija na ukirudi kwenye point, unajua wale ni wafanya biashara, ni profit making entity, unaona? Zile kwake production yake ni ndogo anavyotumia zile colored, unaona? Nyie mnavomwekea kodi anashindwa kutumia zile ambazo ni colorless, unaona? Kwa hiyo pale anachofanya anasema okay, mimi nitakachokubali nitazirecycle, japokuwa kiuhalisia kurecycle ni ngumu. Kwa hiyo lakini hapo kuna politics ambao watu wa sera na watu wa mazingira inabidi tukae nao kabisa, tuambiane jamani, okay, mnasema hizi ni costful, tufanye nini? Ili sasa mwisho wa siku turudi mezani tukubaliane kabisa hakuna mtu atakaye umia. Cha mwisho kabla sijakuruhusu, ndio hiyo point ya uwazi kwamba leo kampuni fulani inayochafua mazingira imefinance mikutano ya mazingira. Msikataa ile hela kwa sababu bila hela yake msingekutana. Lakini yeye awe muwazi kwamba jamani, ni kweli nimefinance mazingira, lakini sijafanya hivi ili kuwaziba mdomo. Nimefanya hivi kwa ajili ya kusupport, lakini nina ABC. Ndio hapo inakuja idea ya biashara ya carbon. Biashara ya carbon iko hivi. China unajua ndo anaongoza kwenye emission. Ana emit 26% ya carbon emission ya dunia nzima. Afrika tuna emit 4%. Yaani China, Afrika mara 6 ndio emission ya China. Mchina ukimwambia apunguze ile emission yake to zero, lazima afunge viwanda. Na hatuwezi kuruhusu afunge viwanda kwa sababu 1/3 ya product za dunia zinazotumika duniani zinatoka China. Unaona? Hawezi kufunga viwanda vyote kwa wakati mmoja. Lakini tunachofanya kuna msitu huko Tanzania wamepanda miti. Ile miti inasaidia kunyonya hewa ya carbon kwa niaba ya China. Kwa hiyo China anachofanya yeye anawalipa nyie kulingana na kile kiwango cha carbon anachozalisha. Kwa hiyo kule yeye ataendelea kuzalisha, nyie huku mnamsaidia kupunguza. Kwa hiyo leo kuna kiwanda fulani cha soda kinatumia labda matumizi fulani ambayo sio sawa, anaweza akaingia mkataba akasema jamani, mimi kuacha hii kwa wakati mmoja ni ngumu. Lakini ninaingia mkataba na Watanzania, nisaidieni kuemit kwa niaba yangu. Lakini ili hayo yafanyike, transparency lazima iwepo. Labda hiyo transparency pia unazungumza hapo unaposema kwamba yeye ataendelea kufinance, lakini anatupa njia mbadala kwamba bwana nyinyi mtanipandia miti hii kama sema mikoko ili isaidie kuondoa hiyo hewa. Nani atakuwa sasa anafanya accounting ya hivyo vitu kujua kwamba hawa kweli kiwandani huku
licha emission yao kutoka kwa kiwango hiki tumeweza kuicounter kwa kupanda miti hii. Sasa Paris Agreement imekuja na kitu kinaitwa Global Stocktake, kile nilikiongelea mwanzoni. Global Stocktake ni scientific initiative ya kupima na kucalculate. Kwa hiyo kuna wataalam wa kisayansi wako kwenye shirika linaloitwa IPCC liko Geneva, Switzerland, Intergovernmental Panel on Climate Change. Wale ndio wanafanya certification. Na ikumbukwe Paris Agreement ni legally binding agreement. Yaani maana yake ukienda kinyume na ule mkataba unakuwa sued. Unaona? Ndio maana Marekani akajitoa kwa sababu ile ni legally binding. Kwa hiyo kwa sababu ni legally binding, makampuni yote yaliyoko ndani ya nchi husika na yenyewe pia yana wajibu kisheria kuripoti. Na hii ripoti ndio inatengenezwa kila baada ya miaka minne, inaitwa Global Stocktake. Kwa hiyo ile Global Stocktake wale wataalamu ndio wana hiyo kazi na huwa wanapita. Na nchi huwa tunapeleka ripoti. Na mfano kwenye NDC yetu Tanzania tulisema tunataka tufanye reduction ya emission 30% mpaka 35%, business as usual. Kunazo scientific reports zinatolewa kwamba je, ni kweli tumepunguza? Sasa genuity ya hizo ripoti, that's another debate. Lakini kikubwa ni huwa zinafanyika. Kwa bado kuna changamoto hapo. Hapo bado kuna changamoto ya kupata hiyo authenticity au tunasema nini? Kuna hiyo changamoto ya kujua kama kweli hichi kitu kinafanyika kwa ukweli. Kwa ukweli au kinafanyika ili kupumbaza watu. Kitafanyika ndio hapo tunajengeaje uwezo hao wataalamu. Kwa mfano tuna National Center for Carbon Monitoring ipo Morogoro. Hii ni center ya kuweza kumonitor biashara ya kaboni na kaboni nzima hapa Tanzania. Tumeona kwamba wanafanya kazi nzuri sana pia kwa level ya nchi kuweza kuangalia namna gani tunaweza kumanage nzima ya kaboni, lakini pia na biashara hiyo ya kaboni. Lakini pia tukija kuzungumza upande wa transparency, tumezungumza transparency kwa upande wa makampuni, lakini nataka nizungumze transparency kwa upande wa hata nchi ambazo wanapokea hizi funds. Sisi wenyewe. Kitu kimoja ambacho nataka nipongeze, recently imeanzishwa department mpya chini ya Wizara ya Fedha, Climate Finance Department, ambayo hiyo iko Wizara ya Fedha. Wizara ya Fedha. Ipo sehemu sahihi kweli hapo? Ipo sehemu sahihi. Kwa nini sio huko muungano na mazingira? Tutakuja kuelezea kwa nini ipo hapo. Tunafahamu kwamba masuala yote ya kifedha na yapo chini ya Wizara ya Fedha. Na hata ukisikia Tanzania imepata mkopo kiasi fulani kuweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, imepata grant kiasi fulani kuweza kufanya 1 2 3, zile fedha kwanza zinapitia Ministry of Finance, then ndio zitakuwa zinapelekwa huko katika wizara husika na department husika. So kwa kuanzishwa kwa department hii pia itaweza kutrack hizi fedha, the accountability and transparency zinatumika vipi. Nani ana track? Serikali wenyewe ambao wamepokea. Na of course na serikali wenyewe nasema kwa hata katika auditing kuna internal auditing alafu kuna external auditing. Ukiwa na internal audit ni mara, external auditing pia inakuwa nyepesi. Ni jambo zuri sana kwa kuanzishwa department hii, kwa sababu itakuwa inatuelezea fedha hizi pia zinatumika kwa namna gani. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Miaka ya nyuma hapo utawala fulani hapo nyuma tulikuwa tunapokea fedha nyingi sana za mazingira, lakini zilikuwa zinapelekwa katika miradi tofauti na ile ambayo ilikuwa ina intend. Kwa fedha tulikuwa tunapokea, lakini kufika pale inapotakiwa kufika ilikuwa ni tofauti. Lakini sasa hivi tumeona kwamba fedha tunazozipokea kwa ajili ya mazingira kutokana na mabadiliko ya tabia nchi zinaenda kutumika vile inavyopaswa itumike. Kwa sababu pia hili ni swala ambao hao wanaotoa fedha pia wanakuwa wanalalamika. Tunatoa fedha kwa jengea uwezo kwenye 1 2 3, lakini fedha zinapelekwa katika miradi mingine ambayo haistahili kutumika kule. Kwa hiyo kwa kuwa na transparency na accountability tutaweza kutrack hela hii inafikia kweli inapotaka kufika, inaenda kumfikia mwananchi wa chini kabisa, kwa sababu mtu wa mwisho anaathirika ni yule mwananchi wa chini kabisa. Je, hizo fedha zinaenda kumgusa kule au zinaishia hapa kati na kule chini hazifiki? Kwa hiyo transparency pia upande huo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba juhudi zinazofanyika zinazaa matunda na kutoishia kati. Unafikiri tunawezaje kuhakikisha maendeleo yetu ya kiuchumi hayaribu mazingira? Hatuwezi kusema kwamba tunapunguza kuzalisha, hatuwezi kusema kwamba sisi hatujengi viwanda, hatuwezi kusema kwamba sisi tumetosheka
lakini sasa hivi vitu viwili vinawezaje kwenda kwa pamoja? Cha kwanza, sera bora. Lazima tu tuna sera ambazo zitahakikisha kwamba tunalinda mazingira. Sera na sheria kali za kuweza kulinda mazingira. Lakini pia ujumuishaji na ushirikishwaji wa jamii. Tumeona kwamba miradi mingi sana ya kiuchumi kwa namna moja au nyingine ushirikishwaji wa jamii umekuwa mdogo sana. Shangaa kuna mgodi huko unaanzishwa kubwa tu. Shangaa kuna kiwanda fulani huko kinaanzishwa kubwa tu. Zile athari za kimazingira, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaenda kuathiri kwa kiwango kubwa sana jamii ya pale. Sasa tunawezaje kuhakikisha kwamba ile jamii ya pale inashirikishwa na kuhakikisha kwamba iathiriki na miradi ile. Lakini kuna kitu kinaitwa environmental impact assessment. Hiyo miradi ya kimaendeleo mikubwa inayokuja, cha kwanza kitu ambacho inabidi kifanyike ni environmental impact assessment. Tunawezaje kufanya uchunguzi wa kimazingira kuhakikisha kwamba hii miradi ina athari gani katika mazingira. Lazima tuchukue juhudi gani za kuweza kupunguza athari hizo, au kama sio juhudi za kupunguza athari hizo, tunawezaje kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba watu wanaweza kustahimili zile changamoto. Na ile ripoti pia, ile assessment iweze pia kushauri njia mbadala ya kwenda mbele. Kwa miradi hii ya kimaendeleo tunapokuwa na environmental impact assessment inatusaidia sana kujua kwamba mradi huu utakuja. Kwa mfano mradi wa Stigler Gorge ulivyokuwa unaanza ulipigwa vita sana kutokana na environmental impact assessment iliyokwenda kufanyika, lakini faida zake ni kubwa pia sana. Umeelewa? Kwa environmental impact assessment iliyofanyika ilionyesha kweli kwa kiwango kidogo miti itakatika, lakini faida zake kubwa zaidi ni 1, 2, 3. Kwa hiyo vitu kama hivyo vikifanyika, tunaweza kuhakikisha kwamba miradi ya kimaendeleo itaendelea kuwepo, lakini at the same time tunakuwa tunalinda mazingira. Na Stigler Gorge ni mfano bora sana, naweza kusema. Umeme sasa hivi upo wa kutosheleza hapa nchini. Tunatazamia Kigoma kule sasa hivi tunafahamu kwamba mimi nimekulia Kigoma at one point of my life. Tulikuwa tunatumia umeme wa generator. Umeelewa? Mkoa mzima wa Kigoma ulikuwa unatumia umeme wa generator. Sasa fikiria hewa inaozalishwa kule ilikuwa kwa kiwango gani, lakini kwa kuwa na umeme wa kutosha kupitia mradi kama Mwalimu Nyerere hydroelectric power, tumeona kwamba tunazima ma generator, lakini pia tunapunguza uzalishaji wa hewa chafu kama hizo. Hizi EIA zinafanywa na NEMC. Na NEMC nayo kidogo kwa nyakati tofauti wamekuwa wakinyoshewa kidole kwamba hizi EIA zao wanazozifanya ni kama vile wanazifanya kama utaratibu tu unawataka wafanye, wanafanya. Lakini sio kama wako kweli seriously focused kwenye kufuatilia kila siku, kila wiki, kila mwezi. Na speaking of that, nasema hivyo kwa sababu tumeshasikia viwanda vikubwa vikitajwa kufanya uchafuzi wa plastiki, uchafuzi wa mazingira, maji machafu, lakini hatuvioni vikichukuliwa hatua zile, kwa sababu na kweli hapa kuna hatua zimechukuliwa. Tunaona tu labda wanaweza kukutanisha, akakutana na meneja na wataalamu wa mazingira, kasikia tu bwana yeye wamezungumza, lakini hauoni chochote kikifanyika kwenye kuwajibisha moja kwa moja. Unafikiri ni kwanza ni nini ambacho kinasababisha tunakuwa hivyo? Lakini tunawezaje kuishape sasa NEMC ikawa ina meno makali ya kuhakikisha kwamba sio mpaka labda rais au waziri aje kusema funga ndio ifunge, yenyewe ina hayo meno ya kufanya hivyo? Okay, nafikiri ni swali zuri. Na mwaka huu NEMC watakuwa na meno makali kwa sababu wanatoka kuitwa NEMC wanaenda kuitwa NEMA. NEMC ni baraza, lakini sasa wanaenda kwa mamlaka kamili. Kwa hiyo inatoka kwenye National Environment Management Council na kwa National Environment Management Authority. Wenzetu Zanzibar walishapiga hatua kule wanaozema ya kwao. Sasa unajua utofauti wa kuwa baraza na kuwa mamlaka ni moja. NEMC kwa status yao ya sasa hivi kabla ya kuwa mamlaka kamili, uaga chochote lazima kipitishwe na wizara mama ya VPO, Vice President Office. Mambo ya muungano na mazingira. Lakini pia walikuwa hawana uwezo wa kumanage mapato kwa sababu mengi yanapitia TAMISEMI. Kwa hata uwezo wao wa kusimamia ile misingi ya kazi yao inakuwa ni midogo. Lakini naamini hii transformation itakapofanyika, na tayari sheria ilishasainiwa tarehe 15 Februari na Mheshimiwa Waziri Hamadi Masauni, mabadiliko madogo ya sheria ya mazingira. Kwa hiyo wanapoenda kuwa mamlaka rasmi, tunaamini mengi makubwa yatatokea. Tukirudi kwenye hiyo unasema kwamba
malalamiko yalikuwa mengi kwamba hizi EIA, environmental impact assessment, zimekuwa business as usual. Ni kuweke sawa jambo moja. Environmental impact assessment na uchafuzi unaofanywa na viwanda ni vitu viwili tofauti kwa sababu moja. Environmental impact assessment inafanyika kabla hujaweka shughuli fulani, kabla hujaanza, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukakuta NEMC wamejiridhisha kwamba kweli hichi kiwanda, ujenzi wenu na operation yenu hapa haina impact yoyote ya kimazingira. Kwa hiyo walishamaliza. Lakini gap linakuja kwenye ukaguzi wa mara kwa mara, kuhakikisha kwamba je, wanaendelea kucomply na sheria za kimazingira. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweke sawa. Na hiyo changamoto haiko tu Tanzania. Nafikiri kama zile pointi za history za lack of capital land alienation, hata hiyo ni moja wapo kwamba ipo kote dunia nzima, kwamba sometimes watu wanajisahau, and of course kuna kuwa na allegations mbalimbali kwamba huwa wananyamazishwa kidogo na chochote, unakuwa na kabahasha. Lakini sisi kikubwa ni tutilie mkazo tu, mkiona kama kiwanda sehemu fulani kinachafua mazingira na mamlaka husika hazifanyi jambo, pelekeni ngazi ya juu. Pelekeni tu ngazi ya juu, kwa sababu sasa rushwa kama tuna chombo ambacho kinatakiwa kiintervene. Kwa nini whistleblower anatoka mbali? Yaani kwa nini mtu anaibua awe mwandishi wa habari, awe mdau wa mazingira kama wewe au mtu mwingine wa mbali, wakati kuna chombo ambacho tumekimpawa kisheria? Sasa ambacho mnasahau ni kwamba NEMC wao watakaoitwa NEMA siku zijazo hawafanyi kazi peke yao. Na pila ya wao kutimiza majukumu ni kufanya kazi na wananchi. Anaweza asiwe na macho ya haraka ama masikio ya haraka ya kuona, lakini fikisha hilo jambo. Umesikia kuna uchafuzi sehemu fulani, lifikishe kwao. Wanadi namba za kupiga simu. Unajua NEMC ni kama, yani hilo swali ninaweza nikaligeuzia TAKUKURU. Kwamba mbona TAKUKURU wapo na bado rushwa zipo? Unaona? Kwa hiyo ni the same case, lakini kikubwa ukiona kuna jambo, peleka taarifa. Ukiona hawalifanyii kazi, panda kwenye mamlaka ya halmashauri. Sababu mkurugenzi wa jiji, mwenyekiti wa halmashauri pia wana sauti. Halifanyi kazi, you have access na mkuu wa mkoa, peleka. Likishindikana panda juu zaidi mpaka utakapofanywa kazi. Pia swala jingine ambalo la kisera na kisheria ambalo nataka niligusanie, katika kipindi cha miaka miwili iliyopita nimepata bahati ya kufanya kazi na halmashauri na serikali za vijiji katika masuala zima ya mazingira. Kuna gap moja ipo kubwa katika inconsistency ya sheria. Tumeona kwamba sheria mama ya nchi na sheria za serikali za mitaa kuna tofauti kubwa sana. Kama tulee mfano, unakuta sheria mama inasema mfano kutoka NEMC, ndio ukataji wa miti kwa mfano kwa kiwango hichi, faini ni kiasi hichi. Lakini ukishuka ngazi ya kijiji, sheria inakuwa ni tofauti. Kwa kuna hizo inconsistency yani kubwa sana. Na naomba nitolee mfano mwingine. Kwa mfano ukikata miti mfano kwa heka moja, faini ni 250,000 kwa heka moja. Na ukikata kwa heka 10 ni 250,000 hiyo. Kwa wakulima wengi sana huwa wanaitumia loophole hiyo kufanya hivi, mimi nitalima heka 10 hapa, nitakata miti, nitapanda, nitapata faida milioni 10, nitalipa faini ya 250,000. Kitu gani? Umeelewa? Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo inconsistency. Kwa hiyo sheria inabidi ziweze kuendana. Sheria mama ya nchi na hizi za serikali za mitaa huko chini inabidi ziendane. Kwa sababu ufikiria mtu anaona mimi naenda kupata faida milioni 20 nikivuna. Ya nini mimi nishindwe kulipa faini ya 250,000 milioni? Kwa hiyo kitu pia kinakuwa kinachagiza watu kuendelea kuvunja mazingira. Kwa hiyo natoa rai pia kwa wanasiasa, kwa watunga sera kuhakikisha kwamba sera zinakuwa consistent. Sheria pia. Kwa hiyo unakuta kwenye hiyo budget ya upandaji mtu unakuta mega kabisa faini. Ndio hicho sababu unaona kule wakulima, ukienda kule kwa mfano vijijini unakuta kwenye mlima unakuwa kama mtu kanyolewa afu hapa kama kapunyuliwa. Pale ni shamba limesafishwa, umeelewa? Kipande kikubwa kimesafishwa. Mtu tu analipa faini sababu mtu atakikata heka kiasi gani? Ile faini. Kwa hiyo kunakuwa hakuna consistency. Kwa hiyo pia naomba nitoe rai kwa wanasheria, watunga sera, wanasiasa wetu wanaotusikiliza kwamba kuwepo kuna consistency ya sheria kati ya sheria mama na sheria za serikali za mitaa, kuhakikisha kwamba faini na sheria zinakuwa kali, lakini pia hukumu kwa wanaoharibu mazingira pia zinakuwa kali, kuhakikisha kwamba wanalinda mazingira. Adhabu zinakuwa kali kwa sababu live hivyo tutakuwa tunacheza kwa sababu mtu anaona hamna maana ya kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yake hapo
kama jinsi tulivyo na pay TRA, pay as you earn, kuwe na pay pia penalty as you earn. Itakuwa kitu kizuri sana. Lakini pia tusi focus sana katika penalty. Pia inaonekana kama namna ya mapato. Tusije tukatumia hizi fine na penalty kama namna ya mapato, kwamba halmashauri hizo zinaingiza. Kuna namna inabidi ifike sa mtu afungwe au afungiwe kufanya hata hizo shughuli. Kwa sababu mtu anaona nitafungulia tu kiwanda changu, kitamwaga maji mtoni, nitalipa fine. Mtu anaona ni mchezo, sababu faida anayopata ni kubwa. Kwa hiyo tusiishie tu pia sana kwenye kuangalia mapato ya fine, sababu ya ni mapato yanaingia halmashauri. Tuweze kuweka sheria kali, itafikia hatua hadi watu kufungiwa kuendelea na shughuli hizo. Itakuwa ni kitu kizuri zaidi. Tanzania kwa sasa tunatekeleza miradi mikubwa, miradi ya kimkakati. Tuna hiyo bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linakaribia kuisha. Tuna SGR, tuna ujenzi wa Busisi kule daraja na miradi mingine mikubwa. Unafikiri tunaweza tukaishirikisha, au hii miradi mikubwa inawezaje ikashirikishwa kwenye kuhakikisha kwamba tunapata uhifadhi wa mazingira wakati hii miradi ina operate? Okay, nafikiri hilo sasa huwa linafanyikaga wakati wa feasibility study. Huko wanafanya na environmental impact assessment. Unaona Kwa hiyo hilo mara nyingi huwa linafanyika. Lakini ambacho ningependa kuishauri serikali ni kwamba kwenye huu ujenzi, na hata mwenzangu amegusia kwamba sasa hivi miradi mingi tulionayo ina impact nzuri ya utunzaji wa mazingira. Tuisajili iwe miradi ya carbon, tuwe tunaingiza hela. Mfano kwa siku nafikiri kuna mtu alitoa hayo mahesabu last week kwamba kwa siku yanasafiri mabasi around 300 kabla ya SGR kuja kutoka Dar kwenda Dodoma. Sasa hivi yamepungua. Yamepungua kwa maana yake hata ile emission inayotokana na yale mabasi imepungua. Ndio. Kile kiwango cha emission tulichokipunguza tuna uwezo wa kukitani kikawa carbon credit. Kwa hiyo in fact mradi wa SGR ukatuingizia fedha, tukauza zile credit vizuri sana. Kwa hiyo serikali wana mataifa sasa nje kabisa ni tunauzia kwa sababu tumepunguza emission. SGR tumia umeme na umeme alafu inabeba watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa ile emission per capita inapungua. Pale tufanye tuangalie zifanyike computation tumepunguza kiasi gani. Mradi wa BRT sasa hivi unaendelea kupanuliwa, utafika mpaka Bagamoyo, si ndio? Tuangalie kwamba una capacity ya kubeba watu wangapi per trip. Kama hawa watu wangekuwa wanatumia private transport, wange emit carbon kiasi fulani. Sasa hivi zimepungua. Zile zote ni credits, tuna uwezo wa kuziuza. Ndio tunarudi kwenye point yako kwamba sasa kwa nini hii climate finance department imeenda Wizara ya Fedha? Kazi yake ndio hiyo. Kwamba wao watatusaidia kwamba hizi hela ziende hazina moja kwa moja. Kwa mfano tumesha certify mradi wa carbon credit kupitia BRT, kupitia SGR, kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere. Zote hizi Wizara ya Fedha kwa sababu inao wataalam, tunaenda tunazicertify, tunauza zile credit, ile hela inaingia hazina, inaenda kufanya mambo ya kimaendeleo. Ali, unafikiri tunawezaje kuwashawishi wawekezaji wawe wa ndani au wa nje wanapokuja kuwekeza basi wawekeze kwenye uchumi wa kijani? Number one, to provide incentive tax haven, tutoe ruzuku kwa hao wawekezaji wanapokuja, kama kuwapa ahueni hapa ndani na nje, ahueni ya kikodi kuweza kuwa investment kubwa sana. Lakini namba 2, tuwe tuna sera zilizopo wazi. Sera ambazo zitakuwa wazi kuelezea kabisa kinaga ubaga faida ni zipi, mazingira ni yapi ya kuwekeza na mengine. Sababu pia kumekuwa kuna kasumba hata katika nchi nyingine huko, mwekezaji alije kuwekeza huo mradi unaotaka. It's a very long process. Kwa hiyo tuna sera na nyenzo ambazo mtu atakuja kuwekeza kwa haraka. Namba 3, tuweze kuonyesha faida hii miradi katika muda mrefu. Tumeona kwamba kama nilivyosema, leo hii utafanya investment ya bilioni 1 katika nishati ya jadidifu, lakini ndani ya miaka 5-10 inayofika faida yake ni maradufu kuliko ungeendelea kutumia fossil fuel. Lakini pia namba 4 naweza ngasema tuweze kutoa mikopo ya nafuu. Tumeona kwamba na hapa ninapokuja sasa sekta issue nzima ya sekta binafsi pia kuweza kushirikiana na wadau tofauti. Tunafahamu kwamba tuna mabenki makubwa tu hapa nchini, ndani na nje ya nchi. Kuna mabenki yanatoa fedha huko nje, kuna green climate
funding, kuna GEF na kuna benki hapa pia nchini zinapokea fedha kutoka huko. Sasa ni kuhakikisha kwamba tunatoaje elimu kwa wananchi, kwa wawekezaji kuweza pia ku access hizi fedha ambazo zinalenga kuweza kulinda mazingira na kujenga ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia la mwisho ni namna gani watu wanaweza kushirikishwa kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunachagiza hawa wawekezaji kuweza kuwekeza katika green economy, na ni jambo zuri sana naweza ngasema. Na kuwepo kuna makongamano tofauti na mazungumzo, sababu yanapofanyika haya mambo ndo taarifa zinazotoka, ndo watu wanapojua fursa ziko wapi, tunajua investment sasa hivi ziko wapi. Kama sasa hivi last week kupo kuna mkutano wa kaboni, watu sasa hivi tunajua kwamba sasa hivi agenda ipo hapa, fursa ipo hapa. Kwa hiyo to host hizi forum, tumeona kwamba Tanzania pia tunaenda ni vinara katika conference diplomacy, tunasema utalii wa mikutano, tunasema conference tourism. Umeona tumefanya sasa hivi mikutano mingi sana ya kimataifa kuleta watu nchini. Kwa tuendelee kufanya hivyo, tulete investors. Tanzania tuna sheria nzuri sana, tuna mazingira mazuri sana, lakini lazima tuweze kupigia kelele vitu hivyo, watu waweze kujua kwamba Tanzania tuna ofa nini na watu namna gani wanaweza kuja hapa nchini kuweza kuwekeza. Yes. Okay, uligusia mwanzo kuhusiana na mkutano ule wa nishati ambao ulifanyika Dar es Salaam. Na moja ya vitu ambavyo vilikubaliwa au viongozi walikubaliana ni pamoja na ile Dar es Salaam Declaration on Energy. Asa watu wengi, coverage kubwa ilikuwa kwenye issue ya Kongo kama unakumbuka. Watu wengi walienda na usuluhishi wa Kongo na Rwanda. Hii Dar es Salaam Declaration on Energy sio watu wengi wanaifahamu. Labda tujadili zile key takeaways ambazo zilichukuliwa au viongozi walikubaliana. Zina manufaa gani kwetu sisi nchi za Afrika au nchi ambazo zinaendelea? Sawa. Yes, ule mkutano kwanza una jina lake maarufu, Mission 300. Yes. Ikimaanisha kwamba tuna malengo ya kuwafikia wa Afrika milioni 300 na huduma ya umeme ifikapo mwaka 2030. Yes. Nilikuwepo kwenye ule mkutano na nilisikiliza hii idea ilitokea wapi. Hivi hiyo nilitokana kwamba watu zaidi ya milioni 600 hawana umeme. Watu zaidi ya milioni 600 Afrika nusu ya hiyo namba. By 2030. Yes. Aliyekuja na hii idea ni rais wa shirika linaloitwa Rockefeller Foundation lililoko Marekani, Dr. Rajiv Shah. Akampigia rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga, akamwambia Afrika kuna tatizo la umeme. Hivi hamjafikiria kama Benki ya Dunia kufanya jambo? Rajiv Shah akamwambia kweli inabidi tuwe na mradi mzuri wa kufikisha umeme barani Afrika. Hebu ngoja niongee na rais mwenzangu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Dr. Akuinumi Adesina. Akaongea na Adesina. Adesina akamwambia sisi AFDB tuko tayari kuweka hela tufanye jambo angalau tufikie watu. Ajay Banga alitaka rais wa Benki ya Dunia kwamba wananchi milioni 200 wa Afrika wafikiwe na umeme. Hiyo milioni 100 nyingine akaiongezea Akuinumi. Akasema mimi naongeza wawe watu milioni 300. Unaona? Kwa hiyo likaja swala hili jambo linawezekanaje? Wakasema lazima pesa iwepo, rasilimali fedha. Kwa hiyo key takeaway ya kwanza ni watu milioni 300 wafikiwe na huduma ya umeme. Key takeaway ya pili ni kwamba pledges zimefika dola bilioni 50. Dola bilioni 48 zinatoka kwa World Bank na African Development Bank. Dola bilioni 2 kuna mchango unatoka kwenye Islamic Development Bank, shirika la maendeleo la Ufaransa, wote wanachangia kama around dola bilioni 2. Kwa hizi hela zitaletwa kwa ajili kwanza kufanya uwekezaji kwenye miundombinu, kwa sababu cha kwanza umeme haufiki kwa sababu hakuna miundombinu maeneo yote. Lakini pia cha pili ni kufanya financing ya nishati jadidifu, renewable energy, kama solar kwenye maeneo ambayo ni off grid, ambao hatuwezi tukafikisha grid ya taifa kwenye nchi kadhaa. Na kingine kilichotokea pale ni kitu kinaitwa National Energy Compact. Zilisainiwa National Energy Compact 13 za nchi mbalimbali, ambazo hizi zote ndo zinakuja kufeed kwenye ile declaration. Kwa sababu status ya upatikanaji wa umeme unatofautiana nchi na nchi. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi zilisema tutatengeneza energy compact zetu ambazo zitasaidia kufeed kwenye realization ya hii energy declaration. Kwa kweli marais pale walisaini, zaidi ya marais
26, lakini pia kulikuwa na wawakilishi wa wakuu wa nchi zingine kadhaa. Lengo letu ni hilo, na kwa kweli Tanzania tumeweka historia kubwa, na tunaamini kwamba mambo mengine yanakuja. Sambamba na hilo, ndio kabla sijalisahau na ni la muhimu sana, kwenye hizi negotiation huwa Afrika tunapenda kwenda na sauti moja. Kuna platform ya regional ya Afrika inaitwa AGN, Africa Group of Negotiators. Hii na wataalam na expert wa mazingira ambao sometimes na mara nyingi huwa wanabeba sauti kwa niaba ya Afrika. Kwa hiyo ikifika wakati Afrika tumezidiwa, maana huaga kuna agenda zinafika unakuta wa China wameingia hata 300 kwenye negotiation. Lengo lao wawe na kura nyingi. Lobbying hiyo. Labda inakuja agenda ya kuface out fossil fuel, unakuta Saudi Arabia, UAE wameleta zaidi ya watu 400 kule ndani. Sasa kuna muda kama Afrika tunazidiwa. Kwa hiyo tukaja na Africa Group of Negotiators ambao inaongozwa na mwenyekiti wake anayechaguliwa miongoni mwa nchi za Afrika. Okay. Toka AGN imeanza hatujawahi kupata mwenyekiti Tanzania, mwaka huu tumepata. Oh, nice. Yes, anaitwa Dr. Richard Stanislaus Muyungi, ni mshauri wa rais kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na mwezi huu wa 4 ndo anakabidhiwa chairmanship ya Africa Group of Negotiators. Nice. Kwa mara nyingine tena Tanzania kwenye siasa za uhifadhi wa mazingira tunaendelea kushine, tunaendelea kung'aa, na tunaamini hata sauti yetu itawakilishwa kwenye haya majukwaa ya kimataifa. Yes. Sawa. Ali, unafikiri kuna migogoro gani mikubwa ambayo imetukost sisi kama nchi ambayo inahusiana na rasilimali za asili? Migogoro ipo mingi sana. Maybe ningeanza kuzungumzia kwa ngazi ya Tanzania, lakini pia hata ngazi ya kikanda, ya East Africa na regional wise. Midogo tu mfano. Kwa hapa Tanzania tumeona kuna migogoro mingi sana, kwa mfano kati ya wakulima na wafugaji. Yes. Kilosa huko tunasikia muda mwingi sana ugomvi mpaka leo mpaka kesho. Nakuta huko maeneo mfugaji kachukua ng'ombe wake 100 ngapi kapitisha kwenye shamba la mtu, mwisho wa siku kesho asubuhi kaua ng'ombe wa huyu, basi ugomvi na mambo haya yanaharibu pia amani katika jamii. Lakini pia tumeona mgogoro wa pili, tumeona kwa mfano katika maeneo ya wachimbaji wa madini. Yes. Investment za mambo hata madini, tunapoona kuna mgogoro mkubwa sana wa kiardhi pale ambapo tumeona mtu anataka kuwekeza kiwanda, let's say hata mgodi wake wa madini, anaondoa watu katika eneo fulani, labda watu wengine hawalipwi, kunakuwa kuna engagement ya jamii katika eneo hilo, mwisho wa siku migogoro inatokea mingi sana, watu wanagomea miradi, furugu kama hizo. Lakini pia ukosefu wa maji. Tumeona kwamba kumekuwa kuna competition of water resources kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano kuna muda fulani hapa Dar es Salaam maji yalikuwa hakuna kabisa. Kama unakuwa kuna haba mkubwa sana wa maji. Tukaambia kwamba watu kuna mashamba mpunga huko, watu maji yote wameweza kuyachannel, wengine wapeka kwenye mashamba yao huko ya ng'ombe na mengine, na mwisho wa siku ilikuwa inaleta mgogoro mkubwa sana. Huo ni ngazi hiyo tu, lakini muona hata maeneo ya Simanjiro kumekuwa kuna changamoto kama hizo, migogoro, watu kugombeana maji na rasilimali kama hizo. Yes. Kama nguse kidogo katika ngazi hata regional wise. Sawa. Tumeona kwa mfano sasa hivi kuna mgogoro mkubwa sana, kwa mfano kati ya Egypt na Ethiopia. Kutokana na the Great Renaissance Dam Ethiopia ambayo inaenda kujengwa, ambayo River Nile inatengenezwa na Nile mbili, White Nile ambayo inatoka Uganda na Blue Nile inatoka Ethiopia. Na kiwango kubwa sana cha River Nile inatokana na Blue Nile inatoka Ethiopia. Na Ethiopia ni upstream country na Egypt ni downstream country. Ethiopia ni nchi ambayo maji ipo juu na maji yanatoka, lakini Egypt ni nchi ambayo ipo chini na maji yanapoenda. Kwa hiyo tumeona kwamba kumekuwa kuna mgogoro huu wa kidiplomasia na mvutano wa kidiplomasia kati ya hizi nchi mbili kutokana na masuala zima ya Ethiopia wamejenga bwana. Washajenga na wameamua kwenda nalo, na Egypt walijaribu kwa kila namna kuhakikisha kwamba mradi ule uendelee, lakini kutokana na nguvu ya Ethiopia wameweza kufanya hivyo. Lakini very funny thing, ukiangalia penetration ya umeme, ufikiaji wa umeme nchi yetu Ethiopia ni chini ya 60% nchi nzima. Yaani usambazaji wa umeme nchini Ethiopia ni chini ya 60%. Na hisi ni kwenye 58%. Lakini ukienda Egypt umeme umefikia watu kwa zaidi ya 90%. Lakini huyu kujenga bwawa hili bado Egypt anaona kwamba ana muaffect kiuchumi na ni threat kwake kiuchumi. Kwa hiyo hapa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweka sawa mambo ya kimazingira. Yes. Pale pazito pale. Pale kupamua ni pazito sana. Labda tumalizie. Tanzania tumekuwa tukisaini mikataba tofauti ya kimazingira. Naam.
na dunia, nchi wanachama tofauti, na moja ya mikataba ambayo tumeingia ambayo ningependa tujadili ni kuhusiana na Minamata Convention on Mercury. Sisi tayari tumeingia kwenye ulimwengu wa kidijitali. Na ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa kuingia nasema kidijiti au dijitali. Umo. Sasa tunafahamu kwamba dijitali inakuja na vifaa vingi vya matumizi na hivi vifaa vikishatumika au vikapita muda wa matumizi au vikiharibika huwa vinatupwa. Sasa namna ya utupaji wetu kidogo haujakaa sawa. Sisi tunatupa tu kwenye dampo imeisha. Sasa kwa tunapotupa kule, moja ya madini ambayo yanatoka ni pamoja na mercury ambayo yana athari kubwa sana kwa binadamu lakini pia kwa mazingira yetu. Kwa sababu tayari tumeshaingia kwenye ulimwengu wa kidijiti au kidijitali. Na tumesha saini mkataba. Unafikiri kwanza tunautekeleza ipasavyo, lakini tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba shughuli zetu za maendeleo hizi za kidijitali zinaendelea kufanyika bila kuathiri mazingira na binadamu wanaotumia? Okay, nashukuru sana. Tanzania kweli tumesaini mkataba huo, na nafikiri kwenye mambo ya mikataba duniani bwana, mikataba ni mingi. Ni mizuri, inasaidia, lakini we have to go beyond. Yaani tunatoka tufanye zaidi. Kuna swala linaitwa circular economy. Circular economy ni mfumo wa kiuchumi ambao upo kama duara. Ikimaanisha kwamba end product becomes raw material to another product. Yes. Kama tuna recycle. Sasa circular economy ndio suluhisho kubwa sana ambalo linaweza likatusaidia kumanage e-waste kwa misingi ifuatayo. Kwenye circular economy nothing is called waste. Tunaamini waste is wealth. Nitoe mfano mmoja. Tuna mjasiriamali mkubwa sana Tanzania, actually he is an emerging innovator, anaitwa Gibson Kawago. Gibson Kawago ana kampuni inaitwa Waga ambao ana recycle battery za laptop kutengeneza umeme wa majumbani. Anachukua zile battery, nilifanikiwa kutembelea kiwanda chake kidogo kiko Mbezi Makonde hapa mjini, ambacho yeye ametengeneza mashine zinazotumika kurecharge zile battery, alafu anazipack kwa pamoja, anazifanyia calculation ya watts kwamba zina watts kiasi fulani, anazipack pamoja, anatengeneza battery pack. Ile battery pack ina span ya mpaka miaka 7. Huku ilikuwa waste kwenye laptop imetupwa, lakini yeye anazirecharge, inaongezeka life span ya zaidi ya miaka 7 na iko rechargeable kwa umeme wa solar. Anazipeleka vijijini, ni off grid. Hii iko beyond mambo ya conversion. Hapa tunatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo nafikiri kikubwa cha kwanza tu embrace circular economy, lakini cha pili kama nchi tunatakiwa tuwe tuna recycling centers za kutosha. Na tuwe na teknolojia nzuri ambayo itatusaidia chochote tunachokiona kuwa waste tukitani kiende kwenye another product. Mimi ninachoamini ni kwamba vitu vingi sana tulivyo navyo ni vile tu bado hatujao utundu wa kuwa na huo ubunifu wa kujua okay hichi na uwezo wa kukibadilisha. Labda hii simu kioo kimeharibika, lakini pengine hichi kioo kilichoharibika mwingine atakitupa, lakini mimi nina namna ya kuki-innovate kikawa decoration for example. Kwa hiyo nafikiri tukiwa tuna hiyo technological advancement itatusaidia kujua jinsi gani ambavyo tutaturn one product to another. Kwa hiyo tusiishie tu kusema Tanzania jamani tumesaini mkataba, tufuate mkataba. Twende beyond. Huu mkataba tuutumie kwenye fursa za kiuchumi, kuja na hizo innovation center, tuwajengee watu uwezo na tu embrace circular economy. Una lolote la kuongezea hapo? Of course, na ukiachana tu na mkataba huo bado mikataba ni mingi sana tuliosaini kama Tanzania, lakini pia kama dunia nchi, mikataba ni mingi sana ya kimazingira. Again, commitment inakuja wapi kuhakikisha kwamba ile mikataba inakuwa inatekelezwa. Tumepata big blow, we can all agree. Kwa mfano kwa Marekani kutoka katika Paris Agreement, tunarudi nyuma hatua 10. Tunapiga hatua 2 mbele. Mtu kama yule akitoka ni hatua 10 tunarudi nyuma katika juhudi za mazingira. Kwa sasa ni kuangalia tunaweza kujengea na uwezo vipi nchi zinazoendelea, hata na pale nchi hizo zinazoendelea kama Marekani zikitoka, how do we become resilient ourselves to adapt
transform na kuweza kustahimili athari za watu kama hao wakiweza kutoka. Lakini pia kuhakikisha kwamba uwajibikaji na uwazi unakuwepo. Tunapokuwa tuna sign, tunapokuwa tunafanya ratification ya hizi treaties, tuhakikishe kwamba implementation plan inafanyika katika ngazi zote. Isishie tu kwenye kupiga picha na kusaini mikataba, lakini kweli tuweze kutransform katika kazi zetu, katika mifumo yetu, katika maisha ya kila Mtanzania. Kwa sababu mikataba hii ina faida kwa Tanzania, ina faida kwa wananchi wetu. Sasa ni kuweza kuangalia how do we make sure kwamba faida hiyo inapatikana na kweli tunaenda kufanyia kazi maamuzi tuliweza kujiwekea. Tuna mpango wa maendeleo endelevu, Sustainable Development Goals, zile 17. Sisi pia tunazifuatilia hapa kama nchi. Deadline ni 2030. Na ukiangalia 8 kati ya zile 17 zinazungumzia kuhusu mazingira. Haya mambo ambayo tunajadili, affordable energy, swala la industrialization na nini, clean water, zote ni mazingira hayo. Kwanza unafikiri tutaweza kufikia hiyo azma by 2030 moja? Lakini pili, je, kwa sababu kuna haya malengo 8 ambayo yanagusa mazingira, tumeweza kuadapt vipi na kucustomize kwenye shughuli zetu sisi kama nchi? Sawa, maybe nitaenda la kwanza, nitaenda la pili. Sawa. 2030 tumebakia miaka hii mitano. In reality sio Tanzania tu, dunia nzima kufikia malengo endelevu, the Sustainable Development Goals, bado itakuwa ni ngumu. Kwa Tanzania tulifanya voluntary national review. Huu ni mchakato voluntary wa kuweza kujipima sisi utekelezaji wa malengo endelevu kwa nchi kama nchi, tumefikia kwa kiwango gani. Ilifanyika 2019 na recently imefanyika mwaka 2023. Tumeona kwamba kama Tanzania kuna maeneo tunapiga hatua, lakini pia kuna maeneo bado tupo nyuma, tuna lag behind. Na in reality kusema ukweli kufikia 2030 bado tutaweza kufikia. Kwa hiyo kikatokea kitu kinaitwa Common Agenda. Common Agenda chini ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo aliona kuna haja ya reiterate commitment za viongozi wa kidunia na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba namna gani tunaweza kufikia malengo endelevu ya dunia ifikapo mwaka 2030. Akaja na kitu kinaitwa Summit of the Future, mkutano wa baadaye. Na katika mkutano huo wa baadaye ikapatikana mkataba unaitwa Pact of the Future, mkataba wa baadaye, ambao mkataba huo wa baadaye sasa ulikuwa unaweza kuangalia namna gani tutaweza kuongeza nguvu katika utekelezaji wa malengo yale ya dunia ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo kuna maeneo na vitu tofauti katika vitu ambavyo vilijadiliwa na kuonyesha kwamba how we can accelerate the efforts kuweza kufikia malengo endelevu. Tumeona kwamba kuongezeka kwa financing ya kuweza kutekeleza malengo haya, increasing financing in terms of sustainable development goals. Lakini pia kuna mambo ya global governance. Tumeweza kuangalia kwamba Mheshimiwa Rais Ruto alizungumzia kwamba how do we reinvent the global financial landscape, kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia hizo community ambazo tumeziweka. Kwa pia tuweze kuangalia upande wa global governance in general, how tunaweza tukabadilisha mifumo hii kuhakikisha kwamba sio tu upande wa finance, lakini upande wa mambo yote tunaweza tukafikia maeneo kama hayo. Lakini pia nalo nilolipenda sana ni pia namna gani ushirikishwaji wa vijana na the future generation. We can all agree that vijana wa taifa la leo lakini pia la kesho. Na vijana wamepewa nafasi kubwa sana katika mkataba ule kuonyesha nafasi ya vijana wanawezaje kuplay katika kuhakikisha kwamba malengo haya ifikapo mwaka 2030 na beyond wanaweza kuyapeleka mbele. Kwa hiyo tukizungumzia the SDGs ambayo inafikia mwaka 2030, tubakia miaka mitano. In reality bado tupo nyuma. Kama nchi kuna malengo tunafanya vizuri. Lengo namba 5 tunafanya vizuri, lengo namba 4 kwa swala zima la elimu, na tunafanya vizuri kwenye malengo kadhaa, lakini pia bado kuna malengo tupo nyuma. Sasa tunakuja pia katika goal namba 17, nasema partnership for the goals. Na naamini ni goal muhimu sana katika yote. Sisi tunashirikiana vipi katika kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikisha malengo haya, kuanzia wananchi, kuanzia serikali, kuanzia wadau wa maendeleo, kuanzia private sectors and everybody, how do we come across together kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikisha malengo haya. Yes. Asante. Sasa hapo mimi ningetaka ujikite kwenye namna tunataka customize zile 8 sustainable development goals ambazo zinagusa environment moja kwa moja kwenye uchumi wetu au kwenye shughuli zetu za kila siku. Asante sana. Na SDGs zina 5 P's. Tunasema it is delivering for the people to get prosperity,
and peace for the planet through partnerships. Na wakati unagusa SDG kama agenda ya 2030, pia Afrika tuna kwetu inaitwa agenda 2063. Yes. Zote ni muhimu tuka-align nazo. Sasa napenda jinsi ulivyotumia neno ku-customize kwa sababu ndipo nilipokuwa nataka nielekee. Unajua, hebu jiulize, baada ya Second World War European countries walipitia financial crisis kubwa sana. Wakasema tunafanyaje? Wakakutana mji mmoja huko Marekani unaitwa Bretton Woods. Kwa wiki 2. Yes. Wakaja na framework kubwa sana zilizoleta 2 biggest financial institution ya World Bank na International Monetary Fund. Yes, yes. Lakini Europe kama Europe wakasema sisi pia tufanye yetu. Mwaka 1950 na pale wakaja na European Investment Bank ambayo ilisaidia kuuisha uchumi wa Ulaya kwa kiasi kikubwa. Sasa walikuwa na uwezo wa kukaa 2 weeks wakafanya maamuzi yakawa na impact kubwa. Kitu gani kinawazuia tuwe tuna SDGs za miaka 15, 2015 2030 na mpaka sasa hivi hatuoni impact? Hata Millennium Goals pia. Na hata Millennium Goals MDGs za miaka 15 2000 mpaka 2015 nazo tuli fall out of the target. Yes. Hapa ndo unagundua kwamba if they want something they usually do. Hao ambao tunawaita superpowers. Sasa tukija kujiangalia kama Watanzania tunafanyaje? Huu ndo wakati sasa kweli wa kucustomize haya malengo. Tusiishi tena na zile target zao kubwa. Sisi tujitengenezee zetu na tujue tunatoboaje, kwa sababu learning from the history ambaye ni mwalimu mzuri, tumeona kabisa kwamba MDGs zilifail target, zilikuwa 8, tukaongeza tukawa na hizi 17 ambazo zina target nzuri sana. Lakini hata mwaka jana nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa UN mpaka ni kama anatamani kulia kwamba target zimefail. Ilikuwa kwenye mkutano wa high level political forum. Kwa hiyo nafikiri rai yangu, my clarion call to my fellow Tanzanians ni kwamba ifike wakati tusiishi na hizi global models za kudetect how much we can achieve development. Tujiangalie sisi wenyewe tulipotoka. Tulikuwa na target ipi na sasa hivi tuko wapi? Hata nilikuwa namsikiliza profesa mmoja akasema, hivi inakuwaje tunakuwa na sijui index za masuala ya nchi zenye furaha alafu unasema eti Tanzania tulishika nafasi za chini huko 100 na alafu nasikia Norway ndo nchi ya kwanza inaongoza kwa furaha. Mmedefine hii furaha kivipi? Ilikuwa Norway. Ni sasa hizo nchi za Nordic. Nordic countries. Sasa nyie mmeijuaje hii furaha? Hivi kweli walishapitia comments Insta wakaona zinavyotuchekesha? Sasa kwa hiyo ifike wakati to define development kwa metrics zetu. Yes. Hata hizi SDGs zikiface out ambazo hata zinagusa mazingira na kadhalika, tujitengeneze zetu, kwa sababu land degradation Tanzania 55% ya ardhi yetu ya kulima arable land imekuwa affected na land degradation. Yes. Natakiwa nijitengenezee target kulingana na my own statistics. Tanzania 45% ya Watanzania they lack access to clean water and sanitation. Yes. Natakiwa nijitengenezee goal kulingana na my metrics. Nisiishi na ile global goal alafu mwishoni ninaambiwa niko off target. Naambiwa natakiwa nifanye zaidi. Hapana. Kwa hiyo tunatakiwa tufikie level hiyo. Mfano Tanzania kiukweli kwenye global emission tunachangia 0.23%. Alafu bado na mwaka huu I think 2 weeks to come tunaenda kwenye kikao cha kureview NDCs kwa sababu zina face out. Sasa tunaweza tukaambia tena tuongeze percent ya kiwango tunachotaka tupunguze emission. Sasa inabidi tujifikirie, tukipunguza emission tutafikia development. Naona tuangalie namna ambavyo tunaweza tukafanya check and balance, maendeleo yawepo na mazingira tuyatunze. Tumalizie. Ungepata nafasi ya kufanya jambo moja kwenye mazingira, ingekuwa ni lipi na kwa nini? Ningepata nafasi ya kufanya jambo moja katika mazingira, ningehakikisha kwamba vijana wanakuwa katika mstari wa mbele wa kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Lakini pia tunakuwa na sheria
na sera ambazo zinatekelezwa. Kama tulivyosema, sera zipo lakini hazitekelezwi. Na hakika tungeweza kuzitekeleza vizuri kabisa, tungeweza kuweza kukabiliana na hilo. Naambia jambo moja, lakini naomba nimalizie jambo la mwisho. Jambo la mwisho ambalo ningekuwa na uwezo huo kuendelea kuongeza partnerships. Partnerships kati ya watu na watu, kati ya taasisi na taasisi, kati ya serikali na serikali, kuhakikisha kwamba tunaweza kukabiliana na hichi kitu. Na partnership imekuwa ni changamoto kubwa sana. Mfano tukija katika level ya kidunia, mfano tungekuwa tuna teknolojia ya nchi zilizoendelea, huenda tungekuwa mbali sana katika kukabiliana na mazingira. Lakini kutokana na kwamba bado partnership ipo chini, bado kwa hiyo teknolojia bado ipo chini, basi bado tunaendelea kuathirika kwa kiwango kubwa sana na mazingira. Kwa hiyo ningekuwa na nafasi, vitu vya tatu, kuweka vijana katika mstari wa mbele, kuweza kusimamia sheria na sera vizuri, lakini pia partnership kuhakikisha kwamba tunaweza kukabiliana na issue nzima za mazingira. Asante. Kwako wewe lipi lingekuwa lina kipaumbele zaidi? Asante. Yupo mwana mithali mmoja wa China anaitwa Confucius. Alisema kama una mpango wa mwaka mmoja, panda mpunga. Kama una mpango wa miaka 10, panda mti. Na kama una mpango wa miaka 100, elimisha watu. My plan is to educate. Elimu ya masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kiwango chake bado ni kidogo. Nikiambiwa nitafanya nini, nitapeleka elimu sehemu kuu 3. Ya kwanza ni kwenye young generation, nikimaanisha watoto na vijana. Kwa sababu wao ndio ambao wako at risk, watakuwepo muda mrefu na wako at risk kwenye athari hizi ambazo zinaikumba sayari yetu. La pili, ningepeleka elimu kwa viongozi na wanasiasa. Ni kweli ahadi za kimazingira hazivutii kwenye kampeni, lakini kuna namna inabidi wanatakiwa waangalie. Mfano, hebu mwambie kijana kwamba nita provide green jobs. Kwa sababu mfano World Economic Forum wanasema by 2030 50% ya walioajiriwa wanatakiwa wawe reskilled, kwa sababu skills zao zitakuwa obsolete. Kwa maana yake na hata sasa hivi tunaona AI imeanza kureplace kazi nyingi sana. Sasa hivi mimi nasajili kampuni, simtafuti mwanasheria anaendelea memorandum. Unaingia tu pale ChatGPT na amekuwa therapist wangu kwa kipindi kirefu. Sasa anarahisisha mambo. Anakurahisishia vitu vingi sana na anakushauri vingi. Kwa hiyo sasa elimu ni cha muhimu. Kwanza kwa young generation, pili kwa viongozi, na tatu kwa watu ambao naweza nikawaita kwenye lugha ya kitaalamu wanaitwa MAPA. MAPA ni most affected people and areas. Kwa wale watu ambao kwenye mazingira ambao they are at risk, ni wa kuwapelekea pia elimu. Kwa hapa tunaongelea wale ambao ni indigenous, wale ambao ni local people walio ndani ambao wanapata hizi athari zaidi. Kikubwa mimi kwangu ni elimu. Na aliwahi kuwepo mwanasiasa mmoja alisema kipaumbele changu ni elimu. Asante. Umenikumbusha kitu bwana, ngoja nimesahau. Sisi tuna mpango wa kuja na lithium battery company hapa by 2026. Okay. Sisi ukisema sisi tunamaanisha tuna partner na Marekani sana. As launch. Okay, amazing. Tuna partner na Marekani na pengine wanasema huenda hiyo ndio ikawa kiwanda kikubwa cha lithium Afrika. Amazing. Okay. Sasa kuelekea huko kumekuwa pia kuna kelele kwamba hizi lithium batteries na zenyewe pia zina effects zake kwenye mazingira. Zinao zina emission yake japo ni kidogo ukilinganisha na zingine. Sasa nikatamani nisikie maoni yenu, mnafikiri kama nchi tumejiandaa humo kwenye kuenenda, kwa sababu hiyo ikija maana yake tuna wajibu wa kuandaa vijana wetu waweze kufahamu namna kufanya production ya hizo lithium. Kwa sababu sisi tutakuwa the only producers kwa wakati huo kwa Afrika. Kwa electric vehicles tutakuwa tuna soko kubwa la kuuzia makampuni na viwanda vya electric vehicles. How do we go about hapo? Labda nianze afu tumalizie. Natamani baada ya hii session nitakuonesha video ya rais wa Guyana. Guyana ni nchi moja iko huko nafikiri Latin America. Wamegundua kwenye coast yao kwenye maeneo ya bahari kuna mafuta. Wameanza exploration ya mafuta. Ndio. Kama kawaida watu wakaanza kelele, Paris Agreement iheshimiwe. Hakuna kugusa hayo mafuta. Sasa siku hiyo alikuwa anahojiwa na mtangazaji wa BBC alimfokea.
Yule mtangazaji wa BBC akaambia, wewe unashiriki mikutano ya COP na unajua utakiwa kufanya exploration ya fossil fuel, kwa nini unafanya? Jamaa alimpa takwimu, akamwambia Guyana ndio tunaongoza kwa kunyonya hewa ya carbon kupitia wa forest reserve. Mlishawahi ku account hilo? Unaona point yangu iko wapi? Kwa nini uzuie kuwa na kiwanda cha lithium? Kwa sababu kinafanya pollution wakati una miti mingi na una resources nyingi za kunyonya ile hewa. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la kufanya offsetting tu. Fanya maendeleo, tafuta njia ya kupunguza emission. Kwa hiyo hicho kiwanda kije, kwa sababu bado kina potential kubwa ya, kwa sababu kisha kuja kiwanda hicho tunaweza tukafanya assembling ya electric vehicles hapa Tanzania kwa ajili ya kupunguza ile production. Kwenye plan hiyo sijaiona, lakini mimi mwenyewe natamani sana hilo lifanyike hapa. La electric vehicles. Kwamba tufanyie hapa ili tuongeze ajira, tuongeze ajira kuliko niagize Tesla car nje ya nchi. Kwa nini tusiwe na hicho kiwanda hapa? Hata kama ni cha kuassemble vio assemble hapa. Rwanda wanaelekea huko. Rwanda wana assembling plant ya Volkswagen. Pengine wanataka waingize hiyo, sijafahamu. Lakini I think then we have to do so. Mimi hilo nalisupport, fanya, na sky is no longer the limit, just the view. Sawa, mimi natumai wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia tokea mwanzo kuna mengi ambayo umejifunza kuhusiana na siasa na mazingira. Ni masuala ambayo ni mtambuka, kwa maana cross cutting. Kila mtu, kila mmoja inamtegemea mwenzake, na sisi kama taifa ambalo tayari tumekumbwa na mabadiliko ya tabia nchi na tunaziona athari zake, tuna wajibu mkubwa kwenye kuandaa sera, kwenye kuandaa sheria, lakini pia kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna watu sahihi ambao watasimamia na kutekeleza yale ambayo tumekubaliana kama nchi. Mpaka wakati mwingine, ilikuwa ni siasa zetu. Mimi naitwa Roman Shirima ndani ya VADA.